that clap for Jesus, make it makofi bigger. hayo ni kwa Kristo yazidishe zaidi. We lift up your voice and let's thank this great God. Let's give him the glory. Inua sauti yako, mpe Mungu mkuu Today is the last tukufu. day of the ongoing 21-day fasting and prayer. Ni siku ya mwisho wa mfungo wetu wa siku He 21. has answered you. He enabled you. Ametujibu kwa siku what a great 21. God. Ni Mungu mwaminifu. You know we can only pray. We cannot answer prayer. Tunaweza tu kuomba, hatuwezi But kujibu there is a maombi. God that answers prayer. Lakini yuko Mungu ajibuye He said, maombi. call unto me and I will answer Asa you. uniite nami And I nitakuitikia. believe you have answered you. Na naamini And I amekuitikia. want you to give him the glory. Nataka umpe Thank him utukufu. for the strength. Mshukuru kwa nguvu. The devil thought you will not finish this fast with testimonies. Oh, but to see you with your bountiful answers. Amekujibu kwa majawabu makele ya kupendeza. Mpe utukufu. Give him the honor. Mpe heshima. Celebrate his holy name. Sherekea jina lake takatifu. Jesus, we thank you. Yesu tunakushukuru. Somebody thank him now. Give him the Shukuru yeye sasa. Oh, if he have done anything for you, thank him. Kama amekutendea jambo lolote We mshukuru. thank you, Jesus. Tunakushukuru Yesu. Oh, we bless your holy name. Tunabariki jina lako We takatifu. appreciate you. Tunakushukuru We wewe. cannot deny your hand. Hatuwezi kuukana We mkono wako. cannot deny the outpouring of grace. Hatuwezi kukana mmiminiko wa Thank you for neema. the spirit of grace and Asante supplication. kwa roho ya neema na Thank you maombezi. for the testimony. Asante kwa shuhuda. Lord, you granted your people. Umewapatia watu wako. What a faithful God you Wewe ni serve. Mungu mwaminifu. Hallelujah to your name. Haleluya kwa jina We lako. celebrate you. Tunakusherekea. We worship you. Tunakuabudu. Halabashilia kababa. Oh, yakita katelia balaba. Wave your hand to say to him thank you. Inua mikono yako kwake, mwambie Give him a asante. wave offering. Mpe sadaka ya kumpungia. Hallelujah. We give you the glory. Tunakupa utukufu. Yakato shakita labando kateshilia baba. Elando lando labo kateshulia balando lobo. What a marvelous God we serve. Mungu wa kushangaza sana What a huyu. mighty God. Mungu mwenye nguvu What a sana. big God. Mungu mkubwa The kabisa. prayer answering God is your name. Mungu ajibuye maombi ndio jina Oh, lako. you have never failed and you will never fail. Kama hujawahi kushindwa Oh, na utakaa ushindi. thank you Tunasema for asante enabling your people. kwa kuwawezesha The watu wako. zeal I saw in them, Jesus. Shauku niliona ndani yao Lord, it's been amazing. ni ya Thank kushangaza. you. Asante Lord, thank you. Bwana, asante. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Have you been visited in this fast? Shout a louder Kama amen. umetembelewa kwenye kipindi cha mfungo, If sema something amina. happened in your life, Umetendwa jambo maishani mwako around your life, au in this wanaokuzunguka fast, shout a katika louder mfungo huu, sema haleluya hallelujah. kubwa. You know God visited you. Shout Unajua a Mungu louder amekutembelea, sema hallelujah. haleluya kubwa. Blessed be your holy name. Ibarikiwe jina lako takatifu. Let's worship him. Tumwabudu. Wewe ni Mungu. Can we sing that song? Wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu mpasua bahari, haufananishwi Baba na kitu kingine. Oh, haufananishwi Baba na kitu kingine. Oh, wewe ni Mungu, wewe tuliza mawimbi. Oh, haufananishwi Baba na kitu kingine. Oh,
chochote Baba. Oh, ufananishi Baba na kitu kingine katikati ya ghadhabu. Unakumbuka rehema. Oh, ufananishi Baba. Huyu Mungu nimlinganishe na nini? Mwambie haufananishi Baba. Haufananishi na mali Baba. Oh, haufananishi Baba na kitu kingine. Unafanya mambo hakuna mwanadamu anaweza kufanya mambo yenye wewe. Unatoa faraja Baba. Hakuna mwanadamu anaweza kufariji moyo. Unafanya mambo hakuna mwanadamu anaweza kufanya mambo. Unatoa faraja ya moyo ambayo ufananishi Baba na kitu kingine. Ufananishi Baba na kitu kingine. Ufananishi Baba na kitu kingine. Father, we worship you. Baba, tunakuabudu, We give you the glory and honor. nakupa utukufu pamoja na Thank heshima. you for your help today. Asante kwa msaada wako leo, In the name of Jesus Christ. katika jina la Yesu Impart Kristo. us with grace today. Tuingizie neema leo, Every grace, kila neema Lord, you have given to this commission ambao and your umeachilia servant. katika huduma hii na kwa Let it mtumishi be wako, imparted upon your people. ihamie kwa watu wako. Give your people rest today. Wape watu wako pumziko leo, All and rest. pumziko Let pande the team zote. of this service answer in the life of Tamko everyone. la ibada ya leo lijibu katika maisha ya Grant kila our mmoja. effort today with results. Tupe matokeo. Your people have labored in the past 21 days. Watu wako katika siku 21 za mfungo, Lord, visit them today. watembelee leo. Wipe away their tears of sorrow and give them a Futa tears of joy. machozi ya huzuni, wape To machozi ya the furaha glory of your name. kwa utukufu wa jina lako, In Jesus' glorious katika name. jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Holy Ghost, take over the service Roho Mtakatifu, chukua ibada hii and grant the desires of your na people. wapatie watu wako matamanio yao, In Jesus' name. katika jina la Yesu. Clap your hand for Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi. Have your seat. Tafadhali If keti. you came with the prophetic mantle, that's the Umekuja handkerchief. na ile Put it under your leso, seat. vazi la kinabii, Put chukua, it. If you weka came with chini ya the kiti prophetic chako. mantle, Umekuja put it na under vazi lile la your seat. kinabii, leso yako umekuja nayo, that be redrawn iweke chini ya with the kiti spirit of chako. this commission, the grace upon this commission. This ground is an extension. Na kupitia ardhi hii basi unapokea neema iliyoko katika huduma hii. Hallelujah. Haleluya. Welcome Karibu to this covenant day of all and rest, katika siku ya kiagano ya pumziko which pande doubled zote, as our mantle impartation na pia ni service. ibada yetu ya vazi la kinabii, And God will impart something upon you na today. Mungu atakuingizia kitu leo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. We are looking at receiving the impartation of grace. Tunatazama kupokea kuingiziwa neema, Receiving the impartation of grace. kupokea kuingizio wa neema. And our text is Romans chapter 1 verse 11. Andiko letu ni Warumi The Bible 1:11. says, I long to see you, Nasema nimetamani sana kuwaona that I may impart unto you ili nipate some kuwaingizia spiritual gift, karama za rohoni, to the end you may be ili established. mfanywe imara, You may be established. ili mfanywe You imara. want to establish? In Unataka kuwa everything you imara? do, there is a grace you need. Kuna neema unaihitaji. There is a grace you get from God. Kuna neema unaipata kutoka kwa There's a Mungu, way the one you get from the people that have it. na kuna neema nyingine unapata kwa watu That is walizokuwa why nazo. when God calls someone, Mungu anapomwita mtu He still connects him to the one He have given the grace. anamuunganisha na yule mwenye neema. God gave Bishop Oyedepo a worldwide mandate. Mungu alimpa Askofu Oyedepo agizo la dunia nzima, And he was praying one day na alikuwa akiomba siku moja before
the church ministry started, kabla huduma ya makanisa ijaanza, God said, I will not allow you to go like others have Mungu gone. akamwambia sitakuruhusu uende kama wengine walivyokwenda. Go to my servant Enoch Kadeboye. Nende mtumishi wangu Enoch Kadeboye. He shall pray for you, Atakuombea and you shall be filled na utajazwa with the spirit of wisdom upon him. na roho ya hekima iliyoko juu yake. Another time he sent him, Wakati mwingine alimtuma, go and meet Enoch, go and meet Benson Idahosa at Benin. nenda kakutana na Benson Idahosa. He said, God, I have heard a lot of negative things against him. Akawa, Mungu nimesikia mambo mabaya kuhusiana na huyu mtumishi. Negative things about him. Mambo mengi mabaya nimesikia. God said, go. Mungu akamwambia nyenda. And God went to Benson Idahosa. Na Mungu akaenda kwa Benson He said, Idahosa. I'm sending, they have never met before, I'm sending somebody to you. Akamwambia ninamtuma mtu kwako aje. Benson Idahosa was waiting for Bishop Oyedepo at the gate. Benson Idahosa alikuwa anamsubiria God told Askofu me Oyedepo getini. And that encounter, Na huo mguso aliopata, huo mguso aliopata, is still speaking in the life of Bishop Oyedepo. Mpaka leo unanena katika maisha ya Askofu David Oyedepo. I long to see you that I might impart on Nimetamani you. sana kuwaona ili waingizie karama za roho. Philippians chapter 1 verse 7. Wa Filipi 1:7. The big part of it, Apostle Paul said to the church, Tume is Paulo that analiambia hili kanisa la Wafilipi, ninyi nyote are partakers of my ni grace. washiriki wa neema yangu. You can partake of the grace God have given to others. Unaweza kushiriki neema waliopewa wengine na Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Receiving the impartation of grace. Kupokea mwingizio wa neema. I did a lot of definitions of grace. Nilitoa maana In the first nyingi service. za One of the neema kwenye things ibada ya I kwanza. said, Mojawapo nilisema That grace neema is God's factor in the race of life. ni kigezo cha Mungu katika mbio za maisha. Those who don't have it, those who don't have the grace, Wale ambao wana neema they always see disgrace. wakati wote upata fedhea. Disgrace is the absence of grace. Kupata fedhea ni kukosekana kwa Every neema. greatness in the kingdom is as a result of the encounter with the grace of God. Kila aliyejengwa katika ufalme ni matokeo ya kukutana na neema ya Mungu. And I say the grace Nisema of pia God, neema. that's what we are talking about. The grace of God Neema ya Mungu is the help of God that eliminates the helplessness of man. ni ule msaada wa Mungu The help of unaondoa kukosa msaada kwa mwanadamu. Everyone needs it. Kila mtu anahitaji It's the help msaada. of God that eliminates the helplessness of Ni man. msaada wa Mungu unaondoa kule kukosa msaada kwa mwanadamu. The grace of God Neema ya Mungu is the power of God ni nguvu ya Mungu that gives you result beyond your effort. inayokupatia matokeo kuzidi uwezo It's the wako. power of God. Ni nguvu He ya gives Mungu. a little effort but wonderful result. Juhudi kidogo The unapata power matokeo of makubwa. God Ni that nguvu ya Mungu amplifies your little effort. ambayo inakuza juhudi zako There kidogo. are grace made people in the kingdom. Kuna watu waliojengwa kupitia neema katika You ufalme. can't compare. Effort can't make you the way grace will make you. Juhudi haiwezi kukufikisha pale ambako neema inaweza kufikisha. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. That's why you need this grace. Ndio maana unahitaji hii neema. Grace makes the difference in the kingdom. Neema ndio inatofautisha katika ufalme. See what Apostle Paul says Ona mtume Paulo in anasema 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Wakorintho wa kwanza He 15:9. said, I am the least Sasa mimi ni mdogo of the apostles. miongoni mwa mitume. The least of the apostles Mdogo miongoni mwa mitume. became the chief of the Lakini apostles nikawa mkuu miongoni mwa just mitume. by the grace of Lakini God. kwa sababu ya neema ya He Mungu. didn't see Jesus physically. Hakumwona Yesu kwa macho He hivi. didn't walk with Jesus the way Peter and Hakutembea others na walked. Yesu kama wengine walivyotembea He naye. came after Jesus have gone to heaven. Yeye alikutana na Mungu baada ya Yesu kwenda But he mbinguni. became the chief Lakini apostle. akawa mkuu miongoni mwa And he said, mitume. this is my secret. Anasema hii ndio siri yangu ya kuwa I am mkuu. the least of the apostles. Mimi ni mdogo miongoni mwa I'm not even qualified wala sistahili kuwa mtume, to call an apostle kuitwa mtume, because I persecuted the church kwa of sababu God. nililitesa kanisa la But Kristo. by the grace of God, Lakini kwa neema ya Mungu I am what I am. niko hivi nilivyo leo. This grace that was bestowed upon me Neema hii iliyowekwa kwangu was not in vain. haikuwa bure. Though I labored more abundantly, but not Nilifanya I. kazi kuliko wengine It is wote, not about labor, it's not ila about si grace. mimi bali ni neema. It's about grace. Ni neema. The grace of God Neema ya Mungu covers your error and colors your efforts. inafunika makosa yako, You see a man inapamba that carries juhudi grace, zako. they don't count his errors. Mtu mwenye He's- neema they makosa don't yake count his errors. hayaonekani. What they hold others and say you can't, he passed despite he's doing the same thing. Pale ambako wanawakosoa wengine, wewe unakuwa ukosolewi. That's why you should not fight grace. If you Ndio fight maana a man, usipigane na if you neema. fight a man that carries grace, you end up in disgrace. Ukipigana na mtu ambaye ana neema utaishia kwenye fedhea. The grace of God is God personified. Neema ya Mungu ni Mungu When you mwenyewe. carry the grace of God, you carry God. Unapobeba neema ya Mungu unambeba Mungu. Grace Neema
is what you need this year. ndicho unachokihitaji mwaka huu. When grace is matched with your labor, Neema ikiambatana na juhudi zako, you will be unbeatable. unakuwa ni You will be usiyepigika, unstoppable. unakuwa usiyezuilika. Turnaround testimony will be the order of the day. Shuhuda za mgeuko kwako inakuwa ni kawaida kabisa. Receiving the impartation of grace. Kupokea mwingilio wa neema. Hallelujah. Haleluya. And one thing about grace, Kitu kimoja kuhusiana na neema, grace upon the apostles and prophets neema ya Mungu kwa mitume na manabii are accessible to everyone. inapatikana kwa yeyote, Everyone that covets kwa it. yeyote anayeitamani, Everyone that desires kwa it. yeyote anayeitamani, Everyone that is hungry for it. yeyote mwenye kiu au mwenye njaa ya hiyo neema. Grace is transferable. Neema inahamishika. Grace is imparted virtue. Neema ni nguvu, inaweza kuhamishwa. Hallelujah. Haleluya. Pastor Enoch Adeboye imparted Bishop Oyedepo the grace for enlargement. Enlargement. Mchungaji Enoch Adeboye alimuingizia Askofu Oyedepo neema ya kutanuka. Today that grace is working. This commission is planting church as if we are buying bread. Leo hii neema inadhihirika, kanisa hili nobody is linapanda feeling the makanisa pasipo kusumbuka kwa namna Building yote. things as if we are Tunajenga mambo just kama going vile there to hakuna buy kitu something. tunachokifanya. Hallelujah. Hallelujah. Enlargement. Neema ya kutanuka. When Paul Enenche of Dunamis, Paul Enenche wa Dunamis, the day they dedicated the glory dome, siku alipoweka wakfu lile kanisa in lake, Abuja, he said, everyone said, he said himself, alisema mwenyewe the grace came from Faith Tabernacle. kwamba neema aliyopata He kujenga saw lile jengo how ni Faith kutoka Tabernacle katika was jengo built la without Faith Tabernacle. any problem, without any Aliona pushing jengo anybody. la Faith Tabernacle They linavyojengwa built pasipo kusumbuka, that great dome, glory dome. na ndo akajenga ile kanisa Because kubwa linaloingia watu he 100,000 connected to the kwa grace. sababu alipata ile neema kutoka Faith Tabernacle. Salvation Ministry, pastored by David Ile Ibiome. huduma ya salvation inayochungwa na David They are Ibiome, about finishing 120,000 capacity. wanamalizia kanisa lao grace. linalokaa watu 120,000 It's working. kwa sababu wamepata And neema. the good news is this. Habari njema ni kwamba Very soon, Faith Theater will start. kitambo tu lile Very kanisa soon. letu linaloitwa Faith Tabernacle litaanza kujengwa. God's servant said it in Canaanland today. Mtumishi wa Mungu amesema leo The Canaan. reason was, the delay was, they have to build a new Faith Academy that they are resuming tomorrow. Because you have to destroy Faith Academy, destroy one other building called Wobi Building. Faith Sababu ya Tabernacle kuchelewa. will be, Faith Tabernacle, the present Faith Tabernacle 50 capacity, have been due to be overflow of the new Faith Theater. Sababu ya kuchelewa kujenga jengo letu jipya la kanisa ni kwa sababu libidi tubomoe shule kwanza ili kupisha nafasi, He contacted grace. na haya yote yamepatikana kwa sababu That alipata Faith neema. Theater was before, maybe it had been changed, it was 100 capacity, and Faith Tabernacle will be overflow, making it 150. Sasa ili kanisa letu jipya litakuwa linabeba 150,000. watu 100,000 na hii Faith Tabernacle watu 50,000. People of Kwa hiyo God. jumla itakuwa ni watu 100,000 na 50,000 ibada moja. Grace walk. Watu wa Mungu fanya kazi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And it's that grace today Ni hiyo neema leo that you must crave for. ambayo inabidi uitamani. It work in your business. Itatenda kwenye It will biashara work yako, in your business. It will work in your career. itatenda kwenye taaluma pia. Those who connected with the grace here, Wale wanaopata neema the hapa way we are running ministry with ease, their business is going with wanafanya ease. mambo kwa wepesi kabisa. I don't have any sleepless night in everywhere I Mimi pass sijawahi on. kukosa usingizi popote napochunga kanisa. We laugh at challenges because there is a grace. Tunafurahi kwa sababu tuna neema. I said in the first half, there were those we have met who left there and started their own because they have to generate their own grace and it takes time. Kuna When they wale leave this wengine way, walioacha you see, huduma hii wakaenda it's not kuanzisha a small kanisa thing. lao, They wanapata will now know the changamoto difference. kwa sababu inabidi watengeneze neema yao Now, wenyewe. we that are here, we are riding on the wings of Sisi grace. tulioko chini ya neema hii tunatembea katika mbawa za neema, On the grace upon Bishop David Oyedepo. na ile neema iliyo juu ya Askofu David Oyedepo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. It is available. Hiyo neema It inapatikana, is accessible. inapatikana, Convert for it. lakini itamani kwanza. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Because every grace given by God it flows. Neema In ambayo Psalm- Mungu anaitoa inatiririka. In Psalm 133 verse 1, Zaburi 133:1, how pleasant is for brethren jinsi ilivyo vyema na kupendeza to dwell together in unity. ndugu akakaa pamoja kwa He umoja. said it's like the precious ointment Ni kama mafuta mazuri upon the head katika kichwa that ran upon the bars and upon yanayoshuka Aaron's bed. mpaka ndevuni He went down to the skate of his garment. mpaka upindoni mwa mguu wa Haruni. Grace flows from Neema there. inashuka kutoka juu It kichwani, doesn't flow
it doesn't flow from the skirt to the head. Lakini haipandi kutoka chini kwenda juu, bali inatoka juu kwenda chini. It can't flow like that. Haiwezi kwenda namna hiyo. Are you hearing me? Unanisikia? In other words, grace will always be imparted to a higher vessel. Kwa maana nyingine, neema unaipata kutoka kwa mtu aliyeko juu yako. I can't tell Bishop Oyedepo now, need and I want to impart you on grace. Siwezi nikamwambia Askofu Oyedepo apige magoti hapa nimwingizie From neema. a higher vessel. Inabidi uingiziwe na mtu aliyeko juu yako. A mega vessel to others. Kutoka chombo kilichoko juu kikubwa kwenda kwa wengine. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia haleluya kubwa. Grace Neema can be imparted. unaweza But kuingiziwa. there are channels of impartation. Kuna njia za kuingiziwa neema. Impartation can take place through the word. Muingizio unaweza kuupata kupitia neno. Through the word. Kupitia neno. That's why most of the time it is not about proximity. Ndio maana wakati mwingine si ukaribu na mtu It's uliokuwa not nao. about proximity. Sio ule ukaribu ndio wa muhimu. Even you can be close to the anointed vessel and not carry the grace. Unaweza ukawa karibu na mtu mpakwa mafuta na usipate neema iliyoko juu yake. Hallelujah. Haleluya. Ezekiel chapter 2 verse 2 says, Ezekiel 2:2 nasema, the Spirit entered into me Roho iliniingia when he spake unto me. aliposema nami. I said in the first service, Kenneth Hagin Nisema kwenye baada ya kwanza, Kenneth Hagin was asked one day, aliulizwa siku moja, who do you think carries the spirit of Smith Wigglesworth? unadhani nani ameibeba roho ya Smith Wigglesworth? He said, I don't know. Asa mimi But sijui. all I know Lakini ninachojua is mimi, I read everything from him and about him nimesoma kila kitu kuhusiana na until yeye something in him mpaka kitu kilichokuwa ndani yake robbed of me. kikaniingia mimi. Another time he said he know he carried the spirit of Smith Wigglesworth. Wakati mwingine alisema ninajua nimeibeba roho iliyoko ndani ya Smith Wigglesworth. They never met any day. Hawajawahi kukutana uso kwa uso hivi hata siku moja. Smith died. Mpaka Smith They never alipokufa. met any day. Hawajawahi kukutana uso kwa uso. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Hallelujah. They never met any Hawajawahi day. kukutana uso kwa uso. God's servant say he have never met Yongicho till date. Askofu anasema hajawahi kukutana na Yongicho mpaka leo. He said he have read everything from Yongicho Lakini anasema amesoma kila kitu kuhusiana na and Yongicho. everything written about Kila Yongicho. kitu kilichoandikwa kuhusu yana That he lost Yongicho. one of the book one day. Kuna kitabu And kimoja siku somebody moja. was traveling to Korea, South Korea. Alikuwa He said, anasafiri get kwenda there and South get Korea. me that book. Kuna mtu alikuwa anasafiri kwenda The South whole Korea, said grace we are akamtuma operating today. amletee kitabu. Everything about the church growth, the grace came from Yongicho. Ile neema ya ukuaji wa makanisa tunayoifurahia hapa Because when you are tumeipata reading kutoka a kwa book, Yongicho. When you are reading an anointed book, it is like the man is, you are hearing the voice of the man. Unaposoma kitabu cha mpakwa mafuta ni kama unaisikia Impartation sauti ya yule takes mpakwa mafuta. place. Unaingiziwa That's neema why it will iliyoko be juu yake. difficult to carry and maintain the grace of Bishop Oyedepo if you don't read his books. Ni ngumu sana kuipata neema If you juu ya don't Askofu listen to Oyedepo him. kama usomi vitabu. That is a habit of listening to him. Hiyo ni tabia aliyokuwa nayo. Hallelujah. Haleluya. One of his sons in ministry, David Biomi, said, Mmoja ya mtoto wake He- katika he huduma arranged- David Oyedepo anasema, even he said it this Friday or Saturday, Thursday or alisema hii Friday. Ijumaa He said he iliyopita. listened to Bishop Oyedepo every day, no matter the Anasema time. kila siku anamsikiliza Askofu Oyedepo, What Bishop haijalishi uko bize Oyedepo kiasi preached gani. today, Kila ambacho askofu he made anafundisha an leo, arrangement that they will send it to him from Lagos to Port Harcourt. anahakikisha anapata hiyo DVD, He listened to him. anasikiliza. And if you see the 5 Nights of Glory that just finished, Ukiona huu mkutano wake ulioisha hivi as karibuni, thick as Shiloh, inaonekana you ni could mkubwa see the kama grace Shilo. flowing. Utaona amepokea neema kama ya he askofu. said last Shiloh, as he was there, he saw the way God's servant was relaxed. Shilo iliyopita anasema aliona looks as namna if mtumishi nothing wa was Mungu happening. ametulia, amepumzika kama That he vile sio Shilo. coveted that grace. Akatamani hiyo neema ya utulivu. That this is the 5 Nights of Glory he did that. Huu This is mkutano the, wake he aliofanya wa relaxed. siku 5 za He utukufu, contacted alikuwa something this last ametulia, alikuwa katika utulivu, aliipata hii neema kutoka kwa askofu. What am I saying? Nachosema ni nini? It does not come only by laying of hands. That's Neema not hauingizwi tu kwa kuwekewa mikono au vitu vingine. you might not have opportunity to. Unaweza usipate fursa hiyo ya kuwekewa mikono na watumishi. Hallelujah. Haleluya. But the word. Lakini neno, Another channel of impartation njia nyingine ya kuingiziwa neema is through the prophetic mantle. ni kupitia vazi la kinabii. Through the prophetic mantle. Kupitia vazi la kinabii. Hallelujah. Haleluya. What is a mantle? Vazi la kinabii ni nini? A mantle Vazi la kinabii is any clothing item or material ni vazi lolote that the anointed men and women pray over ambalo wapakwa mafuta wameliombea as a medium of imparting grace. kama njia ya kupitishia neema. Or you can say it is any clothing material Au taken unaweza kusema
from the hand of God's apostles and prophets. Ni vazi lolote ambalo limetoka kwenye mikono ya mitume For the na manabii wa purpose Mungu, of transference of spiritual ikiwa na gifts. lengo la kusafirisha au For the kuhamisha purpose of karama transference za of kiroho, spiritual virtues and ikiwa na graces. lengo la kuhamisha nguvu za kiroho. And we read two scriptures Tunasoma maandiko mawili to back up the impartation through mantle. ili kuthibitisha kwamba unaweza kupata nguvu In kupitia other words, vazi. grace of God upon any man of God can be transmitted to you through the prophetic mantle. Kwa maneno mengine, neema yote iliyoko juu ya mtumishi wa Mungu yote unaweza kuipata kupitia vazi la kinabii. The power Nguvu he carries aliyoibeba can be transferred to you inaweza ikahamishwa kwako through the mantle. kupitia vazi la kinabii. In 2 Kings chapter 2 verse 12 to 15, Wafalme wa pili 2:12 saw it. mpaka 15. Elijah cried. Elisha saw it and cried, Elisha aliona my akalia, father, my baba father, yangu, baba the yangu, chariots of Israel, magari ya the Israeli, horsemen thereof. wapanda farasi And pia. he saw him no more. Akumwona But tena, he took hold of his own cloth akachukua vazi lake and rent them into two pieces. akalichana vipande And he viwili, took upon the mantle of Elijah akachukua lile vazi la Eliya that fell from him lililodondoka kutoka kwa Eliya, and went back akarudi and stood by the bank of Jordan akasimama kando ya mto Yordani, and took the mantle of Elijah akachukua lile vazi la Eliya, that fell from him and smote the waters and said, akapiga yale maji ya ule mto, where is the God, Lord God of akisema Elijah? yuko wapi Mungu wa Eliya? And when he have smitten the water, Na alipopiga maji kwa lile vazi, they parted hither and thither. yale maji yakagawanyika huku na huku, And Elisha went over. Elisha akavuka. And when the sons of the prophet, Na wana wa manabii which were to view at Jericho, saw waliokuwa him, Yeriko wakimkabili, they said, the spirit of Elijah walisema roho ya Eliya doth rest on Elisha. inakaa juu ya Elisha. And they came and meet him, Wakaja kuonana naye, and they bowed themselves wakainama the same way they kifudifudi. bowed to Elijah. Namna ile walikuwa kiinama kifudifudi They kwa bowed Eliya, themselves. wakainama kwa I Elisha. pray for you today, by this impartation today, Kupitia kuingizwa nguvu leo, everything that bows to your depot kila kinachoinama kwa Oyedepo from today will bow to kuanzia leo you. kitainama kwako. Everything that cannot stop him Kila ambacho kimwezi kumzuia askofu cannot stop you. hakiwezi kuzuia I'm wewe. not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Any sickness that cannot afflict him Ugonjwa wote ambao hawezi kumtesa yeye will never near you hautaweza anymore. kutesa wewe. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Any satanic oppression Utendaji wote wa that kishetani cannot near him ambao hawezi kumkaribia will be yeye far away from you. utakuwa mbali na I'm wewe. not hearing a faithful Sisikia amen. amina kubwa. The spirit of Elijah Roho ya Eliya does rest upon Elijah. inakaa juu ya Elisha. It was through the prophetic mantle. Aliipata hii roho kupitia vazi la In kinabii. Acts chapter 19 verse 11, Matendo 19:11. God wrought special miracles Mungu akatenda miujiza ya kupita by kawaida the hands of Paul, kwa mikono ya Paulo, so that from his body we are brought kiasi kwamba unto kutoka the sick, mwilini mwake ulitolewa leso. handkerchief and aprons, and the disease departed from them, Walipowekewa wagonjwa, magonjwa yakawatoka and the evil spirit went out na of roho them. chafu pia zikawatoka. Hallelujah. Haleluya, I'm not hearing a bigger hallelujah. haleluya. God is involved Mungu anahusika in the miracles through the mantle, katika miujiza inayopatikana God kupitia is vazi la involved. kinabii. Mungu anahusika in the transference of spirit. kupitia kuingiziwa nguvu. God is involved Mungu anahusika in impartation of grace. katika kuingiziwa neema. Why do I say that? Kwa nini nasema hivyo? Deuteronomy 34 verse 9. Kumbukumbu la Torati 34:9. It was the spirit of wisdom upon Moses Ilikuwa ni ile roho ya hekima juu ya Musa that was imparted on Joshua. ndio iliingizwa juu ya Yoshua. Joshua the son of Nun Yoshua mwana wa Nuni was filled with the spirit of wisdom. alikuwa amejaa roho ya hekima. He didn't get it from God, but through Hakuipata roho ya Moses. hekima kutoka kwa Mungu, bali kupitia Musa. You know what happened in Numbers chapter 11? Unajua nini kutoka kwenye Hesabu 11? God can transfer the spirit of his anointed to others. Mungu anaweza kuhamisha roho iliyoko juu ya mtumishi wake kwenda kwa wengine. Numbers 11 verse 16 to 17. Hesabu 11:16 mpaka 17. Have you asked yourself, why wouldn't God give them the spirit from heaven? Ukuwahi kujiuliza kwa nini Mungu hakuwapa hawa watu hii roho kutoka juu He said to mbinguni? gather the 70 elders, Aliomba kusanya wazee 70 and I will come down. nami nitashuka Paraphrase, and I will take the spirit that is upon na you, nitachukua roho iliyoko juu yako and I will put it upon them. nitaiweka juu ya hawa wazee. And verse 24 and 25. Mstari wa 24 na 25. Moses did as God said. Musa akatenda kama Bwana alivyomwambia. And verse 25. Mstari wa 25. The Bible said God came down in a Ndipo cloud Bwana akashuka katika wingu and spake unto him. akanena naye, And he took the spirit
that was upon him akatoa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa and gave it to the 70 elders. akaitia juu ya wazee 70, They became a changed people. wakawa ni watu And it came to wenye roho ya pass Mungu, that when the Spirit rested upon them, na yule roho alipoingia they prophesied wakaanza kutabiri and did not cease. na hawakuacha kutabiri. God have not changed. Mungu hajabadilika. Malachi 3 verse 6 say, I am Malaki the Lord, 3:6, I change not. mimi ni Mungu He's nisiyebadilika. still transferring spirits. Mpaka sasa bado He's still anahamisha transferring roho, grace. bado anasafirisha neema pia. Hallelujah. Haleluya. If you can't get it directly from God, you can get it from those you have given it Kama to. huwezi kuipata neema kutoka kwa Mungu, unaweza kuipata kwa wale walioipokea toka kwa Mungu. Have you not asked yourself, Bishop Oyedepo was praying, Hujawahi kujiuliza kwamba Askofu Oyedepo alikuwa anaomba, Lord, what will I be preaching to people Mungu, nitakuwa nikihubiri nini kwa watu that will make meaning for 1 year? itanifanya nimaanishe Lord, kuwa I na need your maana wisdom. zaidi ya mwaka? God answered him. Akamwambia Mungu, naomba neema. Mungu Why would akamjibu. God give him that spirit? Wisdom, he said, I will not allow you to go like others have gone. Mungu akamwambia, sasa sitakuruhusu uende kama wengine walivyoenda. Go to my servant Enoch Adeboye. Twende mtumishi wangu Enoki Adobewe, He shall lay hand on yeye you, atakuwekea mikono and you wewe shall be filled with the spirit of na wisdom. utajazwa roho ya hekima, After the order of Deuteronomy 34 verse 9. sawa sana Kumbukumbu la Torati 34:9. And they never met before. Na walikuwa hawajawahi kukutana huko nyuma. Why won't God give for her? This is the way God operates. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Hii ndio njia ya Mungu, ndio namna Mungu anavyotenda. Hallelujah. Haleluya. The spirit Benahim is operating with today. Ile roho ambayo Benihini anatembea nayo leo, They match him to a friend. He told him, let's go to a meeting. kuna rafiki alimwambia twende kwenye mkutano, And it was Katin Kuma that was ni ministering. Catherine Kuhlman ndo alikuwa anahubiri. That turns Benahim life around. Ule mkutano ulibadilisha kabisa maisha ya Benihini. What was in Katin Kuma Kile kilichokuwa ndani ya Catherine Kuhlman landed on Benahim. kiliingia ndani ya Benihini. Chris Oyakhilome said he was reading a book of Benahim. Chris Oyakhilome alikuwa anasema alikuwa anasoma kitabu cha Benihini, Good morning, Holy Spirit. habari ya asubuhi Roho Mtakatifu, And what was in Benahim na kile kilichokuwa ndani ya Benihini was fired into him. kikaingia ndani yake. They operate in the same level. Wanatembea katika kiwango kimoja. Are somebody hearing what I'm saying? Nasikia anachokisema. God still transfers spirit Mungu today. mpaka leo bado anahamisha God roho, still transfers spirit today. anahamisha mpaka leo Graces roho. are transferable today. Neema zinahamishika hata leo hii. Don't struggle. Usisumbuke, Don't destroy your life struggling. usiharibu maisha yako kusumbuka. Camp around grace. Kaa karibu na wenye The neema, grace will rub upon you. neema itaangukia kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Whatever we have seen in our life today because of the connection to this grace upon Bishop Oyedepo. Chochote ambacho tumeona kwenye maisha yetu leo ni kwa sababu tumeunganika na Askofu Oyedepo. If you don't know what grace can do, Kama hujui nini neema inaweza kufanya, look at the life of Bishop Abioye. tazama maisha ya Askofu Abioye. You don't know how grace can transform. Look at his life. Kama hujui namna gani neema inaweza kubadilisha, And many people watu wengi who are doing exploit for Christ today. wanatenda matendo Not kwa in Kristo business. kwa sababu walipata neema Somebody kutoka kwa shout hallelujah. askofu. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. What does the prophetic mantle represent? Vazi la kinabii inawakilisha nini? It represents the symbol of authority and the grace upon his anointed vessels. Inawakilisha It's a symbol of alama authority. ya mamlaka na neema iliyoko juu ya mtumishi Number wake. 2, it represents the royal identity of God in the lives of ministries and anointed vessels. Inawakilisha utambulisho wa Mungu katika maisha ya huduma mbalimbali. It represents, number 3, it represents the spirit upon the anointed men and women of God. Inawakilisha kasi juu ya watumishi wa Mungu. That's why I see this mantle today. Ona hii vazi la kinabii leo, That the spirit upon Oyedepo can be transferable through this mantle. ile roho iliyoko juu ya Askofu Oyedepo inaweza ikahamishiwa ikaja kwako He's kupitia the ile one that vazi. sent this mantle. I said in the first service. Yeye ndo alituma ile vazi la kinabii They, sasa kwenye ibada ya they send kwanza. it to DHL. Wametutumia kupitia Even they DHL call to find out, have you received it? na tukapiga na amepiga kuulizia kama Since they tumepata haya send mavazi. it, it's still in the carton of DHL till this morning I brought it out. Ni yalikuwa kwenye kile kisanduku cha DHL mpaka leo asubuhi ndio nimeyachukua That ya every mavazi. grace you have seen in this commission Kwamba neema yote ambayo umeiona juu ya huduma hii and his life, na katika maisha ya askofu convert it today. itamani leo. Bishop Oyedepo went to Tulsa Askofu Oyedepo alienda Tosa at the meeting of Kenneth E. Hagin of blessed memory. katika mkutano wa Kenneth Hagin marehemu huyu. All he went there is to partake of what Kenneth Hagin carried. Alipokwenda pale ni ili kupata kile ambacho Kenneth Hagin amekibeba. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya.
And he said he sat down at the gallery like this. Anasema alikaa gorofani juu kama vile. All his heart desire Tamanio lake la moyo was, I want to carry what Kenneth Hagin carried. ilikuwa kwamba alikuwa anataka kilichoko ndani ya He said Kenneth he Hagin. was crying to God. Anasema alikuwa anamlilia Mungu. He didn't know what to call what Kenneth Hagin carried. Hakujua atakihitaji kile kilichoko ndani ya He Kenneth said, God, Hagin. whatever that mess Hagin Akamwambia I need. chochote kinachofanya Kenneth Hagin He kwa said Kenneth the Hagin heart was nakihitaji. panting after it. Asa moyo wake ulikuwa una shauku ya Whatever hilo. that mess Hagin, Chochote kinachomfanya Hagin kwa I Hagin need it. ninakihitaji. That was the only prayer he was Hilo ndio praying. lilikuwa ombi lake akiliomba. His eyes was fixed on Hagin. Macho yake alikuwa akimtazama Hagin. And Hagin was ministering in an altar Na like this. Hagin alikuwa akihudumu madhabahuni. This man was sat by Huyu there, ndugu alikuwa kule juu gorofani akimtazama. fasting his heart and his eyes on Hagin. Akimtazama kwa moyo na kwa macho. He said he saw the face of Hagin Anasema transfigured alipokuwa like a face of a akimtazama baby. aliona uso wa Hagin ukibadilika kama He mtoto said mchanga. himself began to sob, Sasa yeye akaanza began to kutetemeka, cry with akaanza tears. kulia kwa machozi, And a voice came to him, na sauti ikamjia, my son David, mwanangu David, the baton kijiti have been passed over to you. umepewa wewe The sasa, baton of the spirit of faith. kijiti cha roho ya imani. Bishop Oyedepo is holding it all over the world. Askofu Oyedepo ndo amekibeba sasa ulimwenguni mote. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Let your heart, Fanya moyo wako, let your heart fanya moyo wako be connected today. uunganike leo. What do you expect in this service today? Unatarajia nini kwenye ibada ya leo? Multifaceted graces upon Bishop Oyedepo and this church. Neema ziko nyingi sana juu ya Askofu David Oyedepo na juu ya kanisa hili. Hallelujah. Haleluya. I have observed this church many years before even I became the pastor. Nimelifuatilia hili kanisa kwa miaka mingi hata kabla sijawa mchungaji. I've been in other places before I joined here. Nilikuwa kwenye makanisa mengine kabla sijajiunga na hili kanisa. But I saw the difference. Lakini niliona tofauti. Even as a pastor, Hata hivi nikiwa mchungaji, there is no stress of any kind. hakuna usumbufu wa namna yote. Nobody is placing a burden on anybody. Hakuna kumsumbua yoyote au kumpa mzigo I yoyote. can tell you authoritatively, Naweza kuambia kimamlaka kabisa, there are multifaceted grace upon this kuna church. neema nyingi za namna mbalimbali juu ya huduma hii. Convert it today. Zitamani leo. Grace for tireless and delightsome commitment to kingdom matters. Neema ya kujitoa pasipo kuchoka na kufurahia unapotumika kwa ajili ya ufalme. Grace for abundance, that financial Neema ya fortune. utele wa It's a kifedha. grace. Ni neema. In 2 Corinthians chapter 8 verse 1, Wakorintho wa pili 8:9. it's upon the church. Hii The same neema iko grace juu ya kanisa hili. God gave to the church in Macedonia. Mungu aliwapa kanisa la Macedonia. Hallelujah. Haleluya. That's 8 verse 1. Mstari wa Moreover, kwanza. brethren, we do not wit of the grace of God bestowed on the churches of Ile neema ya Mungu Macedonia. iliyopewa kanisa la Macedonia. Verse 2. Mstari wa pili. Verse 2. How that in a great trial Namna ya kwamba katika majaribu of yao, affliction, of the abundance of their joy, na and ule their utele wa deep furaha overflow, yao, katika umaskini wao abounded unto the riches of their liberality. walionyesha ukarimu. Apostle Paul saying verse 7. Mstari wa 3. For to their power, Kwa like nguvu miracle. yao na But zaidi ya this nguvu thing yao. is beyond your power. Jambo hili lilikuwa ni zaidi ya uwezo wao. Hallelujah. You Hallelujah. need this grace Unahitaji hii neema that will make you a delightsome covenant practitioner. itakufanya wewe ni mtu unayetendea kazi ya When agano kwa this grace is furaha. upon you, no devil can stop your prosperity. Neema hii inapokuwa juu yako, hakuna shetani anaweza kuzuia mafanikio You yako. give as if you are breathing, it doesn't touch you. Hii neema ya kutoa inakuwezesha utoe kama vile unapumua pasipo kusumbuka. Hallelujah. Haleluya. This grace is available. Neema hii inapatikana. That's why when you say the grace of prosperity in Bishop Oyedepo, Tunaposema neema mafanikio yale kwa Askofu Oyedepo, all you need to ask is the grace of abundant commitment to the things that bring it. It doesn't happen. You just do it and it works when you are a covenant practitioner. unapotaka kupata utele au neema ya utele unatokana na wewe Even kutendea as a kazi ya commission. agano. We pay tithe. Hata sisi wachungaji tunatoa fungu la 10. We give to nations, not on individuals. Tunatoa kwa mataifa mbalimbali. There was a time a few years ago, a flood happened in Sierra Leone. Nyakati You know what the zilizopita commission kuna said to mafuriko Sierra yalitokea Sierra Leone. The last COVID-19, I had God serve or this last week. How many nations that they send money to help? Na kipindi hiki To buy cha palliatives. corona, mataifa mengi yamepokea msaada kutoka kwenye huduma hii. Hallelujah. Haleluya. Despite that it was not budgeted, COVID-19 was an emergency something. Basi It had to kujalisha be kwamba created bajeti haikuandalia kwa sababu ilikuwa ni tukio la kushtukiza. to be a blessing Lakini to nations, huduma ilitoa na including kuwa the baraka kwa nation of South mataifa. Africa.
including the nation of South Africa. pamoja na taifa la South Africa. Something provided to the government. Kuna vitu vilipelekwa kule South Africa. In Nigeria, they bought ambulance, bought a lot of things to the Nigeria government. walinunua magari ya ambulance na vitu mbalimbali. These are the grace. Hizi ni neema. When you see the church is prospering, Unapoona kanisa it's nafanikiwa, not because they have a large number. sio kwa sababu tuna watu wengi, It's because there is a grace. kwa sababu iko neema. And I pray for you today. Na nakuombea leo, That grace is transferred to you. hiyo neema inahamishwa kwako. Grace for abundance. Neema ya utele. Receive it in the name of Jesus Ipokee Christ. katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Grace Neema for absolute confidence in God. ya ujasiri wa kumtegemea Mungu peke Expect yake. it today. Itarajie leo. Expect it today. Itarajie leo. Absolute confidence in God. Kumtegemea Mungu And peke that has yake. been the secret of the supernatural in this church. Nayo ndio imekuwa siri Signs ya and wonders. matendo makuu, ishara na maajabu katika huduma hii. Absolute confidence in God. Kumtegemea Mungu peke yake. Absolute confidence in God. Kumtegemea Mungu peke yake. Not afraid of any threats of the devil. Kutomwogopa Not shetani kwa namna yote. afraid to take any step as God has said. Kutokuogopa kuchukua hatua yoyote pale Mungu anapoongoza. That grace is available. Hiyo neema inapatikana. You know, the challenge many people have is Changamoto ambayo watu wengi wanao ni they are unstable like water. wanayumbayumba kama maji. A little wind will blow them. Changamoto kidogo, upepo kidogo Their unawasukuma. faith is shaken. Imani yao inatetemeka. Their faith is shaken. Imani yao inatetemeka. But it's not this. No matter the threat, no matter Pasipo kujalisha challenges, tishio au we changamoto yote have inayokuja. absolute confidence in God. Tuna ujasiri kamilifu kwa kumtegemea Mungu. People of God, I can go on and on. Naweza kuendelea tena na tena. Grace of expansion is here. Neema ya kutanuka Grace iko of hapa. speed. Neema ya kasi. Speed. Kasi. A whole 50,000 auditorium Walijenga kanisa la was watu built 50,000. in 1 year Walijenga kwa mwaka mmoja without any foreign expertise. pasipokuwa na wataalamu kutoka nje ya nchi. Local people build it, not no American input or Ni anything. watu tu wa Nigeria wenyewe walijenga. Hakuna mtu kutoka Nigeria wala wapi alikuja kujenga lile You jengo. need that grace for speed. Unahitaji hiyo neema ya kasi. Receive it in the name of Jesus Ipokee Christ. katika jina la Yesu. Somebody sent me a building last night. Kuna mtu alinitumia One of video these jana members. usiku. He started the building 4th of January. 4th of January. Tarehe The 4 day we mwezi wa started kwanza. fasting. As of yesterday, the building is in a roofing stage. I have the Ameanza pictures kujenga tarehe 4 mwezi wa kwanza, jengo limeshafika juu. Kasi ya kiungu. That is speed at work. Hiyo ni kasi ya kiungu na tena And kazi. he said, the other day you are saying you dedicate a house and you begin to decree. I key into it. And the thing was moving. Anasema pia aliweka wakfu nyumba na wakaanza kuitendea kazi na jambo likaanza kusonga That mbele. is in 21 days. Hiyo ni ndani ya siku 21. They are planning for roofing. Wanapanga sasa hiyo nyumba kuiwezeka. God will give you speed. Mungu atakupa kasi. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. Every building we build, there's no abandoned project here. Hakuna mradi Anything we tunaoishia start, katikati hapa. nothing is abandoned. Hakuna kitu kinachoishia No katikati hapa. issue. You see, Faith Theater will be built without any raising of Ili funds. jengo letu la watu 100,000 litajengwa pasipo mtu yote kusumbuliwa. And it will be built speedily. Na litajengwa kwa kasi. Because there is a grace for speed. Kwa sababu iko neema ya kasi. You need that grace. Unahitaji hiyo neema. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You need that grace. Unahitaji hiyo neema. People of God, Watu wa Mungu, this sermon is receiving the impartation of grace. somo hili ni kupokea Open your heart. kuingizwa Don't neema. wait until man to come. Fungua moyo wako ili vazi I linapokujia. am not standing here on my own. Sijasimama hapa kwa niaba yangu. I didn't just come. I was sent. Mimi hapa nimetumwa, I sijajijia. was sent to you Nilitumwa kwako here in Banana hapa Banana and in all our churches in na Tanzania. katika makanisa yetu yote Tanzania, And I'm a representative of that grace. na mimi ni mwakilishi wa hiyo neema. And any word I pronounce here today, Na kila neno nitakalotamka hapa leo I'm doing it on behalf of Bishop David Edepo. ninalifanya kwa niaba ya Askofu The Edepo. way it will work if it is the one standing here. Namna ile ile ambayo angefanya yeye kama angekuwepo That hapa. is the way it will work as I Ndio declare namna it to you. itatenda kazi kwako. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I want you to know. Nataka ujue. Let me say it again. Labda niseme tena. That project that looks as if it has been abandoned. Ule mradi unaonekana kama umeachwa, That business hauwezekani. that it looks as if it has been abandoned. Hiyo jengo ambalo unaonekana kama haliwezekani. That marriage project, it looks as if you have been Huo dragging. mradi wa ndoa ambao unaonekana kama umekuwa ukilia. The grace for speed Neema ya kasi is imparted unto you inaingiziwa now. sasa. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. Very soon, Kitambo tu you will call me to dedicate that building. utaniita niweke wakfu hilo jengo It lako. shall be a surprise to you Itakuwa ni mshangao kwako and people around you. na watu wanaokutazama. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. This year I have dedicated 3 buildings
builder members of this church. They thought I've dedicated 3 of them. Mwaka huu nimeweka wakfu majengo matatu ya washirika wa kanisa hili. From January till now. Toka mwezi wa kwanza mpaka sasa. And very soon your own will be numbered. Na kitambo tu nitaweka wakfu na ya kwako. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. You will be a landlord in this land. Utakuwa mmiliki wa nyumba Don't katika look down nchi. on yourself. Usijidharau. I say you will be a landlord in this Nasema land. utakuwa mmiliki wa nyumba. I don't know who I'm talking to. Sijui naongea na nani. You might not look like it Unaweza now. usionekane kama mmiliki vile But kwa what sasa. God will do in your life Lakini kile ambacho Mungu anatenda kwenye maisha yako will surprise you. itakushangaza wewe And surprise people around na you. itashangaza I'm wanaokuzunguka. not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. Shout a turnaround Sema amina amen. kubwa. I want to stop here today. Nataka niishie hapa leo. I can't go as late as I did in first service. Siwezi kuendelea kama nilivyofanya ibada ya But kwanza. I know something happened in life. Lakini najua kuna kitu kimetokea kwenye maisha ya mtu. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Everybody pray in the Simama, Holy kila Ghost. mmoja asimame. Oh, ya likate shilia bali shaki talaba. There are graces here. Oh, Nena kwa lugha, Everyone nena kwa pray in the lugha. spirit. Nena kwa lugha, nena kwa lugha. The Holy Spirit is a spirit of grace. Roho Mtakatifu ni roho wa The neema. spirit of grace. Ni roho wa neema. Oh, he's the one that transfers it. Ndiye anayesafirisha Pray in the neema. Holy Ghost now. Pray in the Nena Holy kwa lugha Ghost. sasa, nena Pray kwa in the lugha. Holy Ghost. Something is happening in your Kuna life. jambo linatokea kwenye maisha yako. Something is happening in your Kuna jambo life. Something is linatokea. happening. Something is happening in your life. Something is happening in your life. Kuna Something jambo is linatokea happening. kwenye maisha yako. Yakote shulia babala balaba. Ekete toko toko to. Ebrande kiatakate. Nena kwa lugha, nena kwa lugha. Ayuliande ketoshi alaba. Akato breliaba. Everyone pray in the Holy Ghost. Kila mmoja anene kwa lugha. Ekitakata. Brashulia babalaba. Brande kaba. Libando breketendo lia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. What price to pray to be imparted? Gharama gani unahitaji kulipa ili uingiziwe It's not a neema? price of money. It's not a price of money. Sio gharama ya pesa. Remember that one that gave money to carry the power Peter carried. Peter said, money perish with you. Kuna yule ndugu alitoa pesa ili You apewe don't buy it nguvu with iliyoko money. juu ya Petro. Petro akamwambia potea na pesa yako. But your heart connection. Huwezi kununua neema bali ule muunganiko wa moyo In the wako. first service, I said the key to impartation of grace. Ibada ya kwanza nilisema funguo wa kuingiziwa neema. If I can remember the things I mentioned, I said, follow your own prophet. Nilisema mfuate nabii wako. Not every prophet is your Si prophet. kila nabii ni nabii wako. Not every pastor is your pastor. Si kila mchungaji ni mchungaji wako. You don't choose them, they are sent to you. Au wachagui wachungaji bali wanatumwa na When it Mungu is sent kwako. to you, when it is sent to you, Anapotumwa kwako, it is a lifetime relationship. hayo ni mahusiano ya kudumu maisha yote. Today, Bishop Vedepo still relate with the anointing, the grace of Benson Idahosa, even when he have gone. Leo askofu bado ana mahusiano na ile neema iliyokuwa juu ya askofu Benson Idahosa hata baada ya askofu Benson Idahosa kufariki. Even Dr. T.L. Osborne, Hata Dr. Taylor it's Osborne. a lifelong relationship. Ni mahusiano ya muda mrefu. When you are sent there, Unapotumwa you don't choose them. au wachagui. They are spiritual fathers sent to you. Hawa ni baba za kiroho wanaotumwa The kwako. same way you can choose who you marry. Namna ile ile ambayo unaweza kumchagua When nani you unaweza don't kumwoa. choose, you didn't choose your parents. Lakini ukuchagua wazazi wako. You didn't choose your mother and your father. Ukuchagua mama yako na baba That's the yako. same way. Ndivyo You ilivyo. don't choose spiritual parents. They are Hauwachagui sent to you. wazazi wa kiroho, wanatumwa sent to kwako, you. wanatumwa kwako. Receive them. Wapokee, Honor them. waheshimu. Believe in their ministry. Amini huduma iliyoko ndani yao. Hallelujah. Hallelujah. Honor them in your heart. Waheshimu moyoni mwako. Place value on them. Weka thamani kwao. Place value on them. Weka thamani kwao. Hallelujah. Don't be in a place where they are being castigated and you are enjoying it. Usikae mahala ambako wanasemwa afu na unafurahia. Don't talk against them. Usinene kinyume You nao. can't carry what they have. Hawezi kubeba walichokuwa nacho. Are they perfect people? They are not perfect people. Je, ni watu wakamilifu? Hapana, sio They wakamilifu. are imperfect people that carries a perfect Ni grace of God. watu ambao hawajakamilika lakini Do they wamebeba have neema iliyokamilika. weaknesses? They have plenty weaknesses. Wana neema nyingi. But there is a perfect grace they carry that will. Wana madhaifu mbalimbali lakini wamebeba neema iliyokamilika ambayo haina Don't udhaifu. join this arrogant and proud generation Usiungane na hiki kizazi chenye kiburi chenye to katizi. castigate anointed vessel in a social media. Kuwasema wapakwa mafuta katika mitandao ya kijamii. Don't join that useful exuberance that it doesn't matter. It matters.
Usiseme kwamba haijalishi ya mambo Don't destroy your yanajalisha. destiny. Usiharibu hatima yako. What you do to them, you are not doing to them, it is to God. Unachokifanya kwa wao kwa mafuta uwatendee wao, unamtendea Mungu. God warned Bishop Oyedepo right from time. Mungu alimwonya Askofu Oyedepo It's miaka a mingi. law. We don't talk against any church. Ni or sheria any kwetu, pastor. hatusemi kinyume na kanisa lolote hapa. No matter what the person do to us, Haijalishi we wametutendea don't nini, apply. hatujibu. Hallelujah. Haleluya. We don't struggle with any church. Hatusumbuki na kanisa lolote. We meet you, say, oh, we are inviting you, say you belong to church. Oh, praise God. Make sure you Tukutana are wewe committed njiani, there. Make sure you are tunakaribisha, committed unatuambia una and kanisa serve God. lako, tunakwambia Mungu akubariki, abudu huko, hakikisha unakuwa mwaminifu huko. Are you hearing what I'm saying? Unasikia anachokisema? I wanted to handle a case came to me here. Kuna It was kesi very ilikuja case. kwangu hapa. I learned that one pastor was handling the case and they came from there. I couldn't handle the case until I called the pastor and said so and so. Came, he said yes. Na hilo kesi au shauri lilipokuja kwangu, niliambiwa watu ni washirika wa mchungaji fulani. Ilibidi niwasiliane kwanza na huyo mchungaji wao ili niweze kutatua hilo swala. Hallelujah. Hallelujah. I've been preaching here almost every Sunday for the past 3 years plus. You have not had me here start running down any man of God or any church. No. Nimehubiri hapa zaidi ya miaka miwili kila Jumapili. Hujawahi kunisikia nikisema Either vibaya kanisa la in mtu the yote, public or in the private. sirini wala waziwazi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Please, these are the things that is needed. Tafadhali, haya ndio mambo Value. yanayohitajika. Place value. Weka thamani. The man might have made a mistake. It is between him and his God. Huyo That's mtu it. anaweza akawa amefanya makosa, lakini baina God yake yeye na know, Mungu wake. there is a way God deal with them and bring them back. Kuna namna It's ambayo not Mungu for anajua us. kushughulika nao watumishi wake mwenyewe. Nobody have called you as a judge. Hakuna mtu aliyekuita wewe kuwa hakimu. You are not a referee to the men of God. Wewe sio refari kwa watumishi wa Mungu. Please honor them. Tafadhali waheshimu. If you have a friend that every time you are talking about one church or the other, whether it's Orthodox or Pentecostal, that friend is destroying you. Run away from Kama that. una rafiki anayasema makanisa yawe yale ya kale ama makanisa mapya ya Kipentekoste, huyo rafiki The anaharibu hatima church yako. is the Kimbie. church of God. Kanisa ni kanisa la Mungu. When Apostle Paul, Saul of Tarsus, who became Apostle Paul, Jesus said, you cannot kick against the brick. You cannot kick against the brick. Nobody have fought church. Nobody have stand against church and succeed. Because it's the church of God. Huyu mtume Sauli mwanzoni alikuwa analisema kanisa na kuliuzi. Kristo akamwambia huwezi kusimama kinyume na kanisa langu. You see- Hakuna ambaye anasimama kinyume na kanisa akafanikiwa. I will build my church, Sasa nitalijenga kanisa langu, but the gates of hell shall not. malango ya kuzimu hayatalivunja. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And avoid familiarity. Epuka mazoea. You might be close to the apostle. Don't be familiar. Unaweza ukawa karibu na mtume lakini usimzoee. Don't be familiar with the mysteries within this kingdom. Usizoee siri katika ufalme huu. That's the problem many people have, Hilo ndio tatizo ambalo watu wengi wanalo. especially old members. Hasa wale washirika wa muda That's why mrefu. new members tend to get testimony than old members. Ndio maana washirika wapya wanapata shuhuda sana kuliko washirika wa There's kale. a language they use in Nigeria. They call it see finish. You have seen everything finish. What is there again? Na kuna lugha wanatamka kule Nigeria, sasa tumeona vyote vimeisha, hakuna kipya. Is it not communion we have been taking? Yesu ule ushirika tunaokunywa Do kila you siku. know how many mantles I have? Je, unajua mimi na mavazi ya kinabii mangapi? And you are so familiar with mantle Wanazoea sana vazi la kinabii. that you miss the virtue. it Na carries. mwisho wake unakosa kupokea nguvu iliyoko You ndani are yake. so familiar with men of God. Maybe they Umewazoea laugh at sana you. watumishi wa Mungu. You miss what they carry. Unakosa kile walichobeba. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. That was what happened to Miriam. Miriam was so familiar because he thought that even though it might be your husband, it might be your brother or your sister or your friend, Unaweza ikawa ni mume wako, huyo mtumishi they wa Mungu, carry rafiki something you yako, don't have. wanabeba kitu ambacho wewe Miriam said, huja did kibeba. God speak only to Moses? He speak to us also. Mariamu alisema, je, Mungu anaongea na Musa tu? Anaongea hata na sisi. In Numbers chapter 12. Hesabu 11. And you know, she ended up leprous. Unajua alisha kupata adhabu ya kupata ukoma. I wrote something every Saturday. I normally write something to prepare you. Kila Service. Jumamosi naandikaga kitu kuandaa kwa ajili ya I will ibada. close with what I wrote. There's something I normally press. Nafunga kupitia kile nilichoandika. I call before you sleep. Waga nauita ujumbe I've been kabla doing that. hujalala. For almost 2 years now. Nimekuwa nikifanya hivyo kwa miaka miwili sasa. I say familiarity Nilisema mazoea is the enemy of connection to the grace upon the ndio anointed. adui anayezuia kupata neema juu ya mtumishi wa Mungu. Therefore, don't get too familiar with the Hivyo anointed. basi usimzoee sana mpakwa mafuta.
Don't let familiarity breed disrespect. Usikubali mazoea yalete fedheha kwako. Or else the anointing may not work for you. Ama sivyo Why ule you work for upako that? unaweza usitende kazi kwako kama unavyotenda kazi kwa The wengine. anointing and grace you do not respect cannot benefit you. Upako na neema usioiheshima haiwezi kunufaisha. And I gave an example. Nikatoa mfano. Why the crowd were twirling on Jesus and thinking selfie, snapping picture, paraphrase. The woman with the issue of blood placed a precious value on the anointing. Wakati watu wengine wakimtazama In the Yesu crowd. kimazoea, mwanamke mwenye tatizo la damu alimtazama Yesu kwa kumaanisha. It was a crowd. Kulikuwa na kusanyiko kubwa, But that woman lakini collected. mwanamke yule alipata uponyaji wake kwa And kumaanisha. I close and say, place a value Nikahitimisha kusema on uweka the thamani anointing and grace upon your prophet. juu ya neema na upako ulioko juu ya nabii wako, And it will be duplicated in your life. na huo upako utahamia kwako. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. This is a part that is missing today. Hii ni sehemu ambayo inakosekana leo. I said in the first service, Nisema kwenye ibada ya kwanza, statistics shows takwimu zinaonyesha out of the 10 biggest ministry in Nigeria, katika zile huduma 10 kule Nigeria, over 5 of them are connected to this commission. zaidi ya 5 zimeunganishwa na huduma hii. Connected with the grace Bishop Depo. Wameunganika na ile neema iliyokuwa juu ya Askofu Oyedepo. Others may envy them, but they can't deny what is happening. Wengine wanaweza wakaonea wivu, lakini hawezi kukana matokeo aliyokuwa nayo. There is a grace here. Kuna neema hapa. Connect with the prophet. Unganika na nabii. Your prophet determines your profit. Nabii wako ndo anaamua faida unayoipata. Your pastor determines your pasture. Mchungaji wako ndo anaamua malisho unayoyapata. We have a lot of people in church who are not pastored by anyone, who doesn't Tuna have watu any. wengi hapa kanisani ambao wachungwi na yoyote. Tell me your prophet. Nionyeshe nabii wako, I will tell you your profit. nitakuonyesha faida yako. Lift up your voice and give him. Inua sauti yako, mpe Mungu utukufu. Give him the glory. Mpe utukufu. I am a product of camping around graces. Mimi ni matokeo ya kukaa karibu na neema. Graces. Neema. Graces. Neema. David Ibiomi just finished his program from Monday to Friday. I didn't miss any day. David Ibiome amemaliza I didn't mkutano miss any wake day. Jumatatu mpaka Ijumaa. I didn't miss any day. Sijakosa connecting. hata siku moja kushiriki huo When we mkutano. finish prayer here, I rush home. I will be watching here. Tukimaliza Listen to it to the rich house. maombi hapa, nakimbia nyumbani kwenda kutazama I saw mkutano. a different revelation about the Holy Spirit. Nimeona ufunuo mpya kuhusiana na Roho I Mtakatifu. went to my iPad to search all the books on the Holy Spirit. Nikaenda kwenye iPad yangu kutafuta vitabu vyote vinahusiana na Roho The Mtakatifu. first one I saw, I finished reading it yesterday, Kitabu cha kwanza nilichokiona nimemaliza kukisoma jana. was Good Morning Holy Spirit Ni habari ya asubuhi Roho by Mtakatifu. Benny Hinn. I'm reading the second one. I started in the night. Nasoma kitabu cha pili nimekianza I said, usiku. I'm going to read all the books I know about the Holy Spirit. There is something I saw in that Nikasema man. ninakwenda kusoma kila kitabu kinahusiana na Roho Mtakatifu kwa sababu kuna kitu The nilikiona way ndani ya I ule see the mtumishi. Holy Spirit, Namna nilivyomwona before, Roho Mtakatifu my understanding of the Holy Spirit have huko changed. nyuma, baada ya My kutazama business mkutano huu, ufahamu wangu umebadilika. Please, camp around graces. Tafadhali Connect kaa with. karibu na neema. We are product of multifaceted graces, Sisi ni matokeo ya neema mbalimbali and it is speaking. na inadhihirika kwetu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. It is speaking, Inadhihirika. and it will speak in your Na life. itanena katika maisha yako. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. You are here, you are not born again. Uko hapa hujaokoka, It can't work for you haiwezi kutenda kazi because kwako. God is the one that Kwa imparts. sababu Mungu ndiye anayehamisha hizi neema. Remember that today is our covenant day of all and rest. Kumbuka leo ni siku yetu ya kiagano ya To pumziko pande enjoy wote. all and rest God give, you must be born again. Ili upate pumziko litokalo kwa Mungu lazima uokoke. You must be born again. Lazima uokoke. All and rest is of God. Pumziko pande zote natoka kutoka kwa A Mungu. life without Christ is a life in crisis. Maisha yasiyokuwa na Kristo ni maisha yaliyokuwa kwenye changamoto. You are here, you are not born again, Uko hapa na hujaokoka or you are backslided. au uliokoka ukarudi nyuma. I want to pray for you. Nataka nikuombee Before I minister the mantle to you. kabla sijaleta vazi la kinabii kwako. Hallelujah. Haleluya. Wherever you are, Popote ulipo, put your hand on your chest. weka mkono wako kifuani ambao hujaokoka. Put your hand on your Wale chest. ambao uliokoka ukarudi nyuma, You weka want to mkono be wako saved? kifuani. Or secondly, you want to rededicate your life to Jesus. Cha pili, unataka kutengeneza maisha yako Let me pray na for you Kristo. first. Nataka nikuombee. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. Everybody stand up if you can. Wote tusimame juu Very soon I kanisa. will tell you to sit down. Kitambo tu Stand up. nitakwambia ukae. Very soon you will sit down.
And you have been sitting down since. Weka mkono wako kifuani, unataka kuokoka. Uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza na Yesu. You need Pia weka grace, mkono wako kifuani. You need grace. Unahitaji neema. And I have been standing, I have not sit down. You need grace, strength. Unahitaji neema ya nguvu. Mimi nimekuwa nikisimama hapa sijakaa muda wote. You see the age of God's servant is still jumping. Unaweza kuona umri wa askofu bado anaruka, Reaching a anadunda. minimum of 3 services every day. Sasa hivi anaendesha Sunday. ibada 3 kwa siku kila You Jumapili. need grace that strengthens. Inahitajika neema ambayo ya kukuimarisha na kusimamisha. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. You want to be saved? Unataka You want to kuokoka? surrender to Jesus? Unataka kutoa maisha yako kwa Help me Kristo? put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. If you are in the gallery, do so. If you are here, do Uko so. kule juu gorofani, weka mkono wako kifuani. Unataka And kuokoka? come, let me pray for you. Njoo hapa mbele sasa nikuombee. Your life will never remain the Maisha same. yako yatabaki alivyo. Njoo mbele, uliweka mkono juu. Come now, take Kule that step and gorofani, njoo. Huku chini, Come. njoo. Clap your hand, they are coming. Tuwapigie makofi wanakuja. Clap your Njoo hand. uliweka mkono wako kifuani. that Unataka step. kuokoka? Sister, Unataka kumpa God Yesu bless maisha you. yako? God bless you, Uliokoka sister. ukarudi nyuma. Your Unataka life will never kutengeneza na remain the Yesu? Njoo. Your life will never remain the same. Maisha yako yatabaki Come alivyokuwa. and join this sister. Njoo ungana na udada. I want something to happen to your life today. Njoo mbele, njoo mbele, njoo Come and mbele, join njoo this mbele. sister. You want to be dedicated to your life? Come. Uliokoka ukarudi nyuma, unataka Come, kutengeneza na Jesus is Yesu. calling you. Jesus is Unataka calling you. kuokoka kwa mara ya kwanza, kumpa Yesu Jesus maisha is yako, calling you. njoo mbele. People of God, you can sit down now. You can sit down. Kanisa tunataka tukaketi. Come. I'm still waiting for you. I'm still waiting for Bado you. tunakusubiri. I'm still waiting for you. I'm still waiting for you. Bado Come. tunakusubiri. They are coming. They are coming. You want to be dedicated to Njoo your life. unataka kuokoka. Come. Uliokoka ukarudi nyuma, unataka kutengeneza Come. na Yesu, njoo. I'm still waiting for you. Come. Bado nakusubiri wewe, There njoo. is joy in heaven over one soul that repent. Come. Kuna furaha kubwa mbinguni nafsi That's moja the reason inapotubu. Jesus brought you here today. Come. Don't Yesu go back amekuleta with hapa sin. leo ili utoe maisha yako kwake. The greatest miracle is the soul saved. Muujiza mkubwa ni nafsi ambayo imeokoka. Jesus is calling you. Yesu anakuita. He wants to come into your life. Anataka ingia katika maisha yako. Make a place for him. He's standing at the door and knock. Mpe nafasi, anagonga kwenye mlango wa Said, moyo "Behold, I wako. stand at the door and knock. If any man hear my voice, I open the Sasa door." anasimama kwenye mlango And I kugonga. will Yote atakayesikia na Jesus is kufungua knocking. moyo wake nitaingia. Jesus is knocking. Open that Yesu door. anagonga kwenye moyo wako. You will never regret you did. Fungua moyo wako, umpokee Yesu, utajuta kwa kufanya hivyo. Somebody say amen. Sema amina. Please lead them to Christ. Mlioko hapa mbele, tafadhali fuatisheni maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Akisha unatamka, nisamee dhambi zangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Amen. Father, thank you for these souls you Baba, have asante saved. kwa nafsi zilizookoa. Let every grace, Lord, you have given to this commission, to your servant, Neema yote uliachia juu ya huduma hii ya be mtumishi wako imparted upon them ihamie kwao in the name of katika Jesus jina la Christ. Yesu. As they have publicly accepted you, Kama ambavyo wamekukubali mbele ya watu wote, remove every shame and reproach in ondoa their kila life. aibu na fedhea, I cover them with the blood na of wafunika kwa Jesus. damu ya Yesu In Jesus' name. katika jina la Yesu. Congratulations. Hongera, Congratulations. hongera. Do you have mantle? Let me give you one. Do you have? Mna Do you come leso? with mantle? Mnazo leso? You have? Okay. If you don't have, I give you. Kama una leso, mchungaji When it is atakupatia time, you use it. ili wakati utakapofika utumie. You don't have? You didn't Yule come ambaye with- ana leso, I mchungaji said you don't have a anakupatia. white handkerchief. Ambaye ana leso You- ainue mkono hivi, mchungaji ampatie. Okay, you have. You don't have. God bless you. Okay, follow our church officials. Wafuate wahudumu wa kanisa. Everybody stand up on your feet. Kila mmoja asimame kwa miguu yake. Today is the last day of our 21-day fasting and prayer. Leo ni siku ya mwisho ya mfungo wetu wa siku 21. What do you desire from the prophetic mantle? Unatamani kutoka kwenye vazi la kinabii. In the first service, I led them to pray some prayers. I don't know. Kwenye ibada ya kwanza niliwaongoza baadhi ya maombi, But sijui. let's pray.
For the Yaani tuombe. advantage of those who were not here in the seconds in the Tuombe first kwa service. faida ya wale ambao wako katika ibada ya We pray kwanza. against satanic altars. Tuliomba kinyume na madhabahu za kishetani. And I say that altars you don't destroy. Sasa madhabahu sio haribu. It's altars the devil will use tomorrow against you. Madhabahu ambayo shetani ataitumia kesho kinyume nawe. Altars are real. Madhabahu ni halisi. Occultism, witchcrafting, every one of them operates on the altars. Watu wa kafara, wachawi, wote wanatenda kazi kupitia madhabahu. An altar is not just something built higher. Altars is something, a place that is sacred for them. They used to do incantation. And they service it with sacrifices. Madhabahu sio eneo lililojengeka tu kama hivi hapa juu, bali ni mahala pasiri ambako wanatumia kufanya makafara yao na sadaka zao. In a spirit world, katika ulimwengu wa roho, incantations, matamshi, evil projections, matamshi ya uovu work on the platform of altars. yanatenda kazi kupitia madhabahu. Curses and enchantment, Laana na uchawi, it is altars. wanatenda kazi kupitia madhabahu. And the services, there are marine altars. There are Na witchcraft altars. wanazihudumia hizo madhabahu. Kuna madhabahu za baharini, There are altars in a junction. kuna madhabahu katika njia panda. That's why you see most of the time you see sacrifice there. Ndio maana njia panda mara nyingi unaona sadaka za People kichawi. go there at the middle of the night to do one Watu thing or the wanakwenda other. pale usiku wa manane kutoa Project makafara. evils. We saw what happened in Numbers 23 verse 1. Hesabu 23 mstari wa kwanza tunaona pale. When Balak Pale hired Balaki Balaam alipomwambia Balaam to cause the children of Israel, awalaani wana wa Israeli, Balaam couldn't operate Balaam hakuweza kutenda until altars are built for him. mpaka madhabahu He zilipojengwa. said, build me here 7 altars. Ama nijengee hapa madhabahu And 7. prepare me 7 oxen and 7 rams. Niandalie hapo ng'ombe 7. I want to sacrifice to these altars. Nataka nitoe dhabihu kwenye hizo And madhabahu. Balak did as Balaam has spoken. Na Balaam And the akafanya Bible says, Kama Balaam Balaam alivyomwambia. offered on every altar, each altar, 1 bullock and 1 ram. na katika kila madhabahu akawekwa ng'ombe mmoja na mwanakondoo If mmoja. not that God stopped them, they could have succeeded in causing the children Kama of si Israel. Mungu aliyeingilia kati kuwazuia, wangefanikiwa kuwalaani wana wa Israeli. Hallelujah. Haleluya. Altars are real. Madhabahu ni halisi. And that's why you should stand against them in Ndio maana prayer. inabidi usimame kuziharibu. Can you give me that scripture I read before? Niwekee ile andiko Where lilosoma the Bible says, destroy their altars. Exodus chapter 14. Kutoka 14. That's the commandment of God. Ni agizo ambalo Mungu aliwaambia waharibu madhabahu. Exodus 34 verse 13. Kutoka 34 34 verse 13. kutoka 34 mstari wa You shall 13. destroy their altars. Tazivunja madhabahu zao. Hallelujah. And Deuteronomy 7 verse 5. Kumbukumbu la Torati I want to prepare 7:5. you for these few prayers we want to pray now. Deuteronomy Kumbukumbu la chapter 7 Torati verse 5. 7:5. That shall you deal with them. Deal with them. Watendeeni hivi, zivunjeni madhabahu You zao, shall destroy their altars. zibomoeni nguzo zao, Break down their images. yakateni maashara When yao. you destroy their altars, you are weakening them. Unapoharibu madhabahu zao unawanyong'onyesha, It unapunguza takes nguvu them zao. time to raise altars. Wanainukaga kutengeneza madhabahu. There are altars that even goes with human sacrifice. Kuna madhabahu nyingine wanatoa sadaka za When wanadamu. you attack their altars, Unaposhambulia madhabahu zao, you have weakened them. They are powerless. unawafanya wanakuwa dhaifu, wanakuwa wana nguvu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sema haleluya. That's why God keep on telling them. Ndio maana Mungu alikuwa anaendelea kuwaambia, Deuteronomy 12 verse 7. Kumbukumbu la You see it Torati again. 12:3. You shall overthrow their altars. tavunja madhabahu zao, Break their pillars. kuvunja Burn, nguzo yao, Deuteronomy 12:3. Burn their grove. haribuni maashara yao, And you shall and he say, you shall held down the graven images of their gods. zikateni sanamu zao za kuchonga. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Haleluya. Another place, Judges chapter 2 verse 2. You see, this is not Waamuzi 2:2. this is not the time of Moses. Now this is Judges. He said, you shall make no league with the inhabitants of the land. Amba usiambatane na hao wakazi wa hiyo nchi. He said, throw down their altars. Vunjeni madhabahu zao. If you don't throw their altars, they will stop you. Msipovunja madhabahu zao watawazuia. I can go on and on. Naweza kuendelea kuambia na kuambia. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We have prayed some prayers, but I'm going to measure on the ones we didn't pray in the first service. Taingia kwenye maombi kuombea yale maombi ambayo tukuomba ibada ya Just kwanza. few stand up to pray this Maombi prayer. machache, tusimame tuombe.
Let's start from number 4, studio. Studio tuwekee namba 4. You are going to stand against it. And Father, let every evil altar speaking untimely death in my family be disannulled. That is cancelled, nullified. Baba, sababisha kila madhabahu ya uovu inayotamka kifo cha ghafla. When I read in English, you place it in Swahili. Everybody read it now. And after reading it, you start praying it. Na tushamaliza kusoma tunaomba. Twende tusome kwa Kiswahili. Baba, sababisha, tusome wote. Baba, sababisha kila madhabahu ya uovu inayotamka kifo cha ghafla katika maisha yangu iharibiwe. Lift up your voice and begin to pray. Sauti ya kwanza kuomba sasa. Father, I decree, let every evil altar kila madhabahu ya uovu speaking untimely death inayonena mauti kabla ya wakati katika familia yangu iharibiwe. Let it be destroyed. Iharibiwe. You can use your own words. Let them be. Tamka maneno yako binafsi. Let the fire of the Holy Ghost consume them. Moto wa Roho Mtakatifu uteketeze. Every altar kila madhabahu speaking untimely death inayonena kifo cha kabla ya wakati in the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Let them be destroyed. Iharibiwe. Somebody pray that prayer with seriousness. Omba hilo ombi. Pray in understanding and pray in the spirit. Omba kwa ufahamu, omba kwa roho. Leketisha kota brando ekita kaba solia bababa brande kate kato ebalia baba solobolia balaba alaba baba balia babali balaba ekote kiata abalia basolobotia balabalaba alia babalia baba katoloboshi alaba aketaka alaba baba leba siketo andelia baba solobo ekiata ketolobo aliandeleboshi alabalaba aliaba alaba balaba eketeki atalabalaba eliandelaba eliaba bashelia balabalaba aliaba ekiato ketelia aliaba basolobo obrekete katelia balaba andalaba ekiatalaba eliaba bashelia balaba o baketalia balabalaba laketeketo ekiata katelia balaba ekiatalaba eliaba abalia baba sholobolia balaba andalaba laketa kitalaba. Every altar, kila madhabahu, kila madhabahu timely death inaona kifo cha kabla wakati. In my family, katika familia yangu, I stand against you nakwenda today. kinyume nayo. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. You shall throw down their altars. Le shuakaba brandeki takabaliba bakateke teke likushi katika tisha kababa brande kaboshia ekiando brekita kaba alande ketele ekita ayila balia obrekete shili balaba andala boshia andala boshia andala boshia andala boshia andala boshia andala boshia andala boshia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. You are going to pray again. Naenda kuomba tena. Number 14. Namba 14. Number 14. I release myself from the oppression of witchcraft altars in the name of Jesus. Somebody say amen. Sema amina. Tusome wote sasa kwa Kiswahili. Let's read it now. 1 to go. Twende. Najitoa katika kila migandamizo ya madhabahu ya kichawi katika jina la Yesu. Lift up your voice and pray. I release myself. You can expand it with your own words. Unaweza ukaomba kwa maneno yako zaidi. From the oppression of satanic and witchcraft altars. Najitoa kutoka katika migandamizo ya madhabahu ya kichawi. Najifungua. I release myself. Najifungua. I release myself. Najifungua. And Lixiukaba. Brandekia. Every witchcraft altar in the village, in the town, in my working place, standing against me, oppressing people, in the name of Jesus Christ, let the fire of the Holy Ghost consume you. Let the fire of the Holy Ghost consume you. Let the fire of the Holy Ghost consume you. Let the fire of the Holy Ghost consume you. Let the fire of the Holy Ghost consume you. Leketo kate kate kate. Leboshia babalaba. Alia kate kate ya talaba. Ibalia baba shekia talabalaba. Ubekia takatekia talabalaba. Ubekia talabalia balaba. Alia boshia. Ekiando katelia. Akita kaba. Bresi katelia baba. Laketo breshinda laba. Alia baba shelia balaba. Ekiata laba labosha laba. Ibalia baba shulubu. Ekiata laba balia balaba. Alia baba laketeketekia akateketeka laba ekianta lia baba balia andelia baba leboshia ekianda abrando lobo
Ebranda kata alobelia baba bralisoka laketa katekiata laba elianda kiato baliaba abalia baba sekiata andala basolobo diabalaba lakitelia balaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Number 12. Namba 12. Let, you are going to, I decree, let any environmental evil altars working against my success, the works of my hand, and the works of my heart, be wiped off by the blood of Jesus Christ. Somebody say amen. Sema amina. Okay, read Tusome it kwa now. Kiswahili sasa. Fanya kila madhabahu za uovu za kimazingara inayotenda kazi kinyume na kufanikiwa kwangu na kazi za mikono yangu ifutiliwe mbali kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Lift up your voice and begin to Na pray. sauti yako omba. Lift up your voice and begin Na to sauti pray. yako omba. Lift up your voice. In the name of Jesus Christ. Oh yakata. Lekia toshia kata. Alia baba sulubulia balabalabo shalaba. Alia baba. Every environmental altar. You move to this place, nothing is working. You move to another place, nothing is working. Umehama eneo moja, hakuna kinachoenda, Stand kinachofanikiwa. against it today. Stand against it today. Simama kinyume Stand nao against leo. it today. Simama kinyume nao leo. Pray and believe your prayers. Omba na amini Pray maombi and yako. believe your prayers. Omba na amini Pray and maombi believe yako. your prayers. Omba na amini Pray maombi and yako. believe your prayers. Omba na amini maombi yako. Lakata leba leba. Eketo labranda katelia. Eshuanda kate brashi katalaba. Ebaleba lebra kate ketolobo. Abralia palabrando lobo. Aketaka ba brashekia talaba. Ekiata kata brashonde. Ebralia babalia balaba. Alabalia basholobolia balabalaba. Alia baba sholobolia balaba. Ababalia bazal balaba. Alaba labra katelia balaba. Ekiata katelia. Ekiata katelia balaba. Alianda laba. Abrakate, Brashunda, Akateke toka liaba, Ikiateke to, Shialaba, Ebranda la Bralia balaba, Laketa Kabaliba, Abranda Kate Katelia, Eswalia Baba, Alianda Keta Baba Balaba, Alianda Laba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Student number 1. You're going to say, Number 1, Father, I command every evil altar constructing wickedness against me and my household be broken in the name of Jesus. Somebody say amen. Sema amina. Read it now and pray. Some. Baba, natamka kila madhabahu ya kishetani inayotengeneza uovu kinyume nami na watu wa nyumba yangu iharibiwe katika jina la Yesu. Lift up your voice and pray. Ina sauti yako na Lift uombe. up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Ina sauti yako omba. Every altar, oh, constructing wickedness against my life, against my family, against my ministry, against the people of God, against the church of God in this nation. Father, they are destroyed. He said, you shall put down their altars. Lord, we pull it down and we call down the fire of the Holy Ghost to consume them, to burn them to ashes. Leketo shiakaba, alabali shoki anda katobre, andeki takaba baba. Bralisho kitaba, brando keto, ande kiata kaboshia, ekiata katekiata la balaba, ebala boshia la balaba, aliaba, eketo kotelia, abaliaba balaba, alekate kate, akita katolia baba, bande kiata la balaba, lobreketo shialaba. Thank you, Jesus. Santes. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. It is not about the duration of the prayer. It's all about your heart connection and heart involvement in So prayer. swala la kuomba muda mrefu ndio inaleta Engage matokeo. your heart and Nategemea pray. umehusishaje moyo wako na namna unavyoomba. Number 9. We are going to Ombi pray. namba 9. Father, let the thunder of God smite all the evil priests ministering against me at the evil altars and burn them to ashes in the name of Jesus. Somebody say amen. Sema amina. Tuende Read kwa it now. Kiswahili. Baba, sababisha radi ya Mungu iangamize makuhani wote wa uovu wanaoninenea mabaya katika madhabahu za kishetani, wateketee na kuwa majivu katika jina la Lift Yesu. up your voice and pray. Na sauti yako na uombe. Every evil priest Kila kuhani wa uovu
doing incantations in altars anayefanya against matamshi you. kwenye madhabahu kinyume nawe, Oh, by the thunder of the Holy kwa Ghost. radi ya Roho Mtakatifu, Thunder of the Holy Ghost. kwa radi ya Roho Let them be Mtakatifu, burned to ashes. In the wateketee name wawe of Jesus majivu, Christ. Let them be burned to ashes. wateketee Let wawe them be burned majivu, to ashes. Let them be burned to ashes. Let wateketee them wawe be burned to majivu ashes. In the name of Jesus. katika jina la Let them be Yesu, burned to ashes. wateketee na In kuwa the name majivu of Jesus. katika jina la Let them be Yesu, burned to ashes. wateketee In na kuwa the name majivu of Jesus. katika Let them jina la be Yesu, turned to ashes. In the wateketee na name kuwa of majivu Jesus. katika Oh, jina la let their Yesu, days be few and let another take their office. siku zao ziwe chache, Lekoshia kabo likata. usimamizi wao achukue mtu mwingine. Alabando brekate katelia. Elika baba lisa ketalia. Braliando loboshi alababa. Alia babalia baba. Akita kaboshi alaba. Eketeke toka teka tekiata. Ebrande kateshila. Brande kate bralisho liaba. Alando kiata la balabo. Lebralia shokiata la balaba. Ali bali basekiata. Alianda kate katolobo. Abrali sakiata laba. Alianda la braka tokoto. Ebalia baba selia balaba balaba. Ekianda kato braliaba. Alia baba sekiata. Alianda la bralia baba. Ebalianda la bralebo shialaba. Lakete lia. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo, In the name of Jesus. katika jina la Yesu, Somebody shout a louder amen. sema amina kubwa. And you are going to pray, and this one, another one we throw. I decree, number 8, Ombi namba 8, every negative word that have been spoken from these satanic and occultic altars be cancelled by the blood of Jesus. amen. Altars is a place of incantation. They speak things. Madhabahu ni mahali ambapo wanatamka, mahali pa They matamshi, invoke things. wanatamka maneno. Whatever anyone have said in any altar, Chochote ambacho mtu amesema kwenye madhabahu, cancel it with your own mouth kifute kwa maneno yako, by the authority in the blood of kwa Jesus. mamlaka katika damu ya Yesu. Can you read it? Tusome sasa, twende. Na tamka kila matamshi mabaya yaliyotamkwa katika madhabahu hizi za kipepo na kichawi, yafutwe kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Lift up your voice and pray. Any incantations, Inua every sauti evil yako, word, omba matamshi any yote, curse, maneno Lord, yote they have mabaya prayed, they have yaliyotamkwa done in any altar. kwenye madhabahu It yote is nullified yanabatilishwa by the blood of Jesus. kwa damu ya Yesu, It is nullified yanabatilishwa by the blood of kwa damu ya Jesus. Yesu, It is nullified yanabatilishwa by the blood of kwa damu ya Jesus. Yesu. He shall not stand. The word of God says, who is he Nani that saith it, asemaye and jambo it cometh to pass? nalo When likatimia, God Almighty kama Bwana mwenye commanded nguvu it not. au Who kuliagiza? is he that say it and it cometh to pass? Nani asemaye jambo Oh, likatimia? lekateshi alaba. Oh, breketeshi alaba. Alaba sholoboshi alaba. Alaba laboshi alaba laba. Alianda kateki atalaba. Lebrande ki atalaba. The blood of Jesus is against those who they have spoken. Damu ya Yesu iko kinyume It is cancelled. In Jesus' glorious name. katika jina tukufu la Somebody Yesu. shout a louder amen. Sema amina kubwa. And let's pray finally. Tuombe mwisho kabisa. Father, I possess my possessions. Baba, namiliki Number miliki 10. zangu. Namba 10. I possess my possessions Na- stolen by any evil altar. Anything I may have lost by the activities of evil altars and the priests there, Lord, I recover them. chochote I possess ulichopoteza them. kupitia madhabahu za read it? Can you read uovu it? narejesha. Read Twende it. tusome kwa Kiswahili. Baba, namiliki miliki yangu iliyoibiwa, chukuliwa na madhabahu za kishetani katika jina la Yesu. Lift up your voice and Inua pray sauti yako, finally. twende tuombe. I possess whatever I may have lost by activities of evil altar. I Narejesha possess chochote it. ambacho I nilipoteza recover it and I kwa shughuli possess za it. wachawi na washirikina, Whatever they have stolen chochote by their walichoniibia, incantations and sacrifice, Lord, they return back to me in 100-fold. It will turn back to me in 100-fold. It will turn back to me in 100-fold. inanirejea It will turn back to kipimo me in 100-fold. 100 kwa kimoja, It will turn back to me in inarejea kwa 100-fold. kipimo 100 kwa It will kimoja, turn back to me in 100-fold. na nirejelea kwa It kipimo will 100 turn kwa back to me in kimoja, 100-fold. narejelea kwa It will kipimo turn 100 kwa back to me in kimoja. 100-fold. Oh, lekete shulaba. Alianda ketalia boshialaba. Elia babalabo alia balaba shilabo. Ekiata katekiata la balaba. Elia baba silia balabala balaba.
Kandelia babaleba. Obrekete shula balaba shala balabalaba. Elia baba sholobulia balabalaba. Alia baba sholobulia baba. Alia baba liaba sholobulia balaba. Elia kate kate. Ebalia baba shekia talaba. Abaliando labra kia tolobo. Abande kia takoshi alaba. Begin to appreciate him now. Begin to thank him. Anza kumshukuru Mungu In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Every occultic, marine, environmental, whatever name the altar is, Kila madhabahu ya watu wa That kafara, the devil madhabahu ya and baharini, agent of the madhabahu ya devil are using mazingira, haijalishi jina lake, to control wickedness against you, atamka uovu kinyume naye, the fire of the Holy Ghost consumes such moto wa Roho altars. Mtakatifu iteketeze. I stand on this highly exalted altar of the living God. Nasimama juu ya hii madhabahu iliyoinuliwa I juu sana ya set Mungu aliye juu. those altars ablaze now in the name of Nateketeza Jesus. hizo madhabahu And sasa. everything they have done in those altars Kila against you, walichofanya kwenye hizo madhabahu kinyume they nao are nullified by the blood of Jesus inabatilishwa kwa Christ. jina la Yesu. And every material, any point of contact they have, Na kitu chochote ambacho wanacho I retrieve them now in the name of Jesus Christ. ninakirejesha kwa jina la Yesu. I retrieve them now in the name of Jesus Nakirejesha kwa jina Christ. la Yesu. Whatever arrow they have fired in this altar, Mshale wote ambao umeutuma kwenye madhabahu hii, even against your prayer altar, hata kinyume na madhabahu yako ya it will maombi, turn back to them in the name of inarudi Jesus kwao Christ. kwa jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Pick up the mantle. What do you desire? Chukua vazi lako la kinabii, leso yako What ile kind chukua. of grace? Unatamani nini? What grace do you see in this commission and Neema Bishop gani unaona juu Oyedepo ya huduma hii na juu ya Askofu Oyedepo that you desire? ambao unaitamani? I have told you there are multifaceted grace here. Nimekwambia kuna neema za namna mbalimbali hapa. What do you desire? Unatamani nini wewe? What you desire is what you deserve. Unachokitamani ndio unastahili If you don't kupokea. desire, you don't deserve it. Kama utamani Can ustahili you talk to kupokea. God now? Ongea na Mungu God sasa. wrought a special miracle Mungu akatenda miujiza isiyo ya through the kawaida hand of Paul. kupitia mikono ya The Paulo, handkerchief and aprons kiasi kwamba leso was taken from his body, zilizotolewa mwilini mwake, and the sick were healed. wagonjwa walipona. What do you desire? Unatamani nini wewe? What do you desire? Unatamani nini? In the name of Jesus Christ, Katika jina la Yesu Kristo. Lord, hear the prayers of your people. Bwana, sikia maombi ya watu wako. Bishop Oyedepo said to God, Asiole pale mwambia Mungu, whatever that makes Hagin, I need it. cheye namfanya Kenethegeni kwa Kenethegeni na And he kihitaji. returned with the mantle of Hagin. Alirejea akiwa na upako wa Kenethegeni. Returned with a baton. It was passed to him. Alirejea na kijiti cha What do imani. you desire? Wewe unatamani What nini? grace do you convert after in this Neema commission? gani ambayo unaitamani katika huduma Is hii? it great of expansion? Je, neema ya kutanuka? Is it grace of breakthroughs Je, neema unlimited? ya mipenyo? Is it grace for prosperity? Je, neema ya Is mafanikio? it grace for delightsome commitment Je, ni neema ya kujitoa to kingdom matters? katika masuala ya ufalme? Is it grace of wisdom? Je, ni neema ya hekima? Is it the spirit of faith you desire? Je, ni roho ya imani? The grace to have absolute confidence in God. What do you Neema desire? ya kuwa na ujasiri kwa Mungu. Ask God at this man to come upon you. Mwombe Mungu vazi Is inapokujia. it healing you desire today? Any Je, ni sickness uponyaji unatamani leo? that cannot survive in the life of Bishop Oyedepo is not Ugonjwa wote supernaturally. hawezi kuishi katika maisha ya Askofu To Oyedepo survive in your pasipo jina. life via this mantle. There is a power of God in Kupitia this vazi mantle. hili hawezi wa ugonjwa There kukaa is a kwako. spirit of the prophet. Kuna nguvu ya Mungu, Elisha said, give me the double portion of your spirit. kuna roho ya nabii. And he returned with the mantle. Alimwomba mara people mbili said, ya roho iliyoko juu Oh, the ya Elia spirit na of akapata. Elijah. Don't Manabii rest wengine upon wakasema Elisha. roho ya Elia And they bow to him. inakaa juu ya By this Elisha mantle today, na wakasujudu everything kwake. that bows to this commission, everything that bows to the apostle over this commission, Kila shall bow to you. kinachosujudu kwa askofu juu ya Talk to huduma hii, God. Talk to God. ongea na Mungu. Is this the grace for speed? Je, ni neema ya kasi? Speed in marital settlement. Kasi katika maeneo ya Speed ndoa, in accomplishing that project. kasi ya kukamilisha huo mradi, Speed of accomplishment in kasi ya everything you kukamilisha do. mambo. That grace is available for the taking. Hiyo neema ipo kwa ajili ya Every kuchukua. grace is available to those Ila that neema covet it. inapatikana kwa wale wanaotamani. Connect with your heart today. Jiunganishe na moyo wako leo. It is not how close you are to the commission, Haijalishi uko karibu kiasi gani na but huduma, how close is your heart lakini moyo wako to the umejiunganishaje? commission and to his prophet. Umejiunganishaje na heart huduma na nabii wake? Are you connected with your heart? Je, umejiunganisha kwa moyo wako? Are you connected with your heart? Umejiunganisha kwa moyo wako? Take whatever you desire today. Chukua unachotamani Take leo. that grace. Take that grace. He said, I long to
I long to see you that I might impart upon you Sasa some nimetamani spiritual sana grace. kuwaona niwaingizie karama za And you roho will be established. ili muweze He said, you kuimarika. are partakers of my grace. Sasa nyinyi By washiriki this mantle today, kwa vazi hili you leo, shall partake of every grace in Bishop Oyedepo. utashiriki neema yote ambayo Every asikofana, grace in Winners Chapel International. neema yote ya kanisa la washindi You shall partake of it. And utaishiriki, it will speak in your business. na itadhihirika kwenye It biashara will yako, speak in your ministry. itadhihirika kwenye It huduma will yako, speak in your family. itadhihirika kwenye familia Your yako. home shall be a sweet home. Nyumba yako itakuwa nyumba Home, sweet nzuri, home, a heaven on earth home. He shall speak. itadhihirika, He shall speak. itadhihirika Oh, by the speed God is delivering to you. kwa kasi ambayo No Mungu more slow anaiachilia. motion. No Hakuna more tena, abandoned project. hakuna mradi utakaoishia In kasi, the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. This mantle is coming upon you now. Vazi hili nakujia wewe, They will pass it to you. utapita kwako, You touch yourself, touch the one you have. utagusa, utagusa na hiyo vazi uliokuwa nalo, leso yako, Give to another person. afu tampa mwingine kitambaa. We will do it fast. We have 6 here. Tunafanya haraka, tuna vitambaa Choir 6 will tu. be singing while we do that. Kwa hiyo itaimba ili vazi la kinabii likija kwako, gusa katika leso yako uliokuwa nayo, unaweza ukajigusa na kichwani au kifuani, alafu unapitisha kwa mwingine. Make sure you connect with your faith. Hakisha unaunganisha na imani yako. A walk by faith connection. Inatenda kazi kwa muunganiko katika imani. Choir sing. Kwa hiyo tuimbe. You are good and your mercies forever. You are good and your mercies Don't sing that forever. Subirini kwanza kwaya. You can back up for me. Sing. He touched me. Oh, he touched me. And I know what joy that filled my soul. Something happened. Now I know he touched me and makes me whole. Oh, he touched me. He touched me. Oh, he touched me. And I know what joy fills my soul. There is something happens. Something happens. And I know
What a joy that filled my soul. And something happened. And now I know.
spirit. Nena kwa lugha sasa, nena kwa That lugha. grace you desire is upon Hiyo you now. neema unayotamani. Fire you up in the Holy Ghost. Pray in the Nena kwa Holy lugha, Ghost. nena kwa lugha. Oh, take your healing now. Take every grace and every spirit upon this commission you desire. Pokea Take neema yote juu ya huduma by that unayotamani. mantle on your head Kwa hilo now. vazi kichwani kwako By that sasa. mantle on your head. Kwa Take hilo it. vazi By kichwani that mantle kwako. on your head. Pokea hiyo neema. Oh, leketelia, it flows from the head. Inatirika Oh, to the kutoka mask and to kichwani the skirts. It flows, it mpaka flows. Take it. kwenye ndevu za Take Haruni. it, take it. Inakuja kwenye vazi Oh, lako. Inakuja leketeshua. kwenye upindo wa nguo zako. Ikianda katoke atalabalaba. Ayalabaliba sholia bababa. Alab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 a. Take it, take it, take it. As you have desired and declared, by this prophetic month to be healed, by this prophetic man to be made whole. Everything that we present reproach, disgrace around your life, in the reproach around your life, it is turned to glory. The grace of God will follow you everywhere you go. Neema ya Mungu The itakufuata kila grace of unapoenda. God will make you great. Neema ya Mungu itakufanya kuwa Receive mkuu. every grace Pokea kila that neema make this commission great. inayofanya Every huduma hii grace kuwa kuu. that make his servant, the apostle over this great commission great. Receive it. Pokea neema Receive iliyofanya it. mtumishi wa Mungu kuwa That mkuu. multifaceted grace, receive it. Neema yenye Receive utendaji it. mwingi Receive ipokee. it. Receive it. Receive it. God's servant have never failed. Mtumishi wa Mungu You will hajawahi never fail in kushindwa. anything you do. Na hautaka He have ushindwe. never been stagnated. Hajawahi You will kudumaa. never be stagnated. Hautaka The hudumaa. grace and work at him is at work Neema at you inayotenda now. kwake itatenda kazi kwako. Oh, go and do exploit. Leshua katelia balaba. Oh, lia baba lia balaba. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Somebody Yesu. shout a louder name. Sema amina kubwa. Shout a louder Sema amina amen. kubwa. It is a new day for you. Ni siku mpya kwako. Every grace you have coveted and prayed Neema yote ambayo umeitamani na ukaiomba and desired from the whole of your heart, na ukaitamani kwa moyo wako wote, it is transferred to you now in the name inahamishiwa of Jesus kwako kwa Christ. jina la Yesu. I stand here as a representative of the apostle over this great commission. Nasimama hapa kama mwakilishi wa mtume juu ya And huduma I hii decree kubwa. every grace that have made this commission what it is. Neema iliyofanikisha huduma hii leo That made his servant, the apostle over this commission what it is. na iliyomfanya askofu kuwa vile alivyo leo, That graces are imparted hiyo to you neema now in the inaingia name of kwako Jesus. kwa jina la Yesu. They are imparted to you now in the Inaingia name of kwako kwa Jesus. jina la Yesu. Receive the grace for dominion Pokea in the neema name ya of Jesus. kutawala. Receive the grace for abundance. Pokea neema ya utele. Receive a grace for tireless kingdom Pokea seeking. neema ya kutafuta ufalme Receive pasipo the kuchoka. grace. Pokea neema For absolute dependency on ya God. kumtegemea Mungu I'm peke not yake. hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. Receive the grace for enlargement. Pokea neema ya kutanuka. Receive the grace for unlimited breakthrough. Pokea neema ya mipenyo isiyokuwa na Receive the kikomo. grace for speed. Pokea neema ya kasi. No project will be stagnated Hakuna mradi anymore. wako utadumaa tena. Speed the marital Kasi settlement. kwenye Receive it. ndoa pokea In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. By that grace, Kwa neema hiyo, his 4 children are married. The last one married last year. kwa neema ya ndoa, watoto wake wote wanne wamefunga ndoa. Your own children will marry with speed Watoto in the wako name of Jesus. wataoa na kuolewa kwa And you are kasi. here, you are connected with that grace. Uko hapa umeunganika na hiyo I neema. decree speedy marital Natamka settlement for you. kasi katika swala lako la ndoa In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. They came and bowed to Elisha and Wa- said, the spirit of Elijah does rest upon Walimwambia Elijah. Elisha wakasema, roho ya Eliya inakaa juu ya Elisha. I decree again this hour Natamka tena saa hii, that everything that bows to Bishop David Oyedepo kila kitu kinachopiga goti kwa Askofu shall bow Oyedepo to you for kitapiga henceforth. goti kwako. Everything that answer to him will answer to Chochote kinachojibu you. askofu kitajibu kwako In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Any sickness that is not permitted to afflict him Ugonjwa wote ambao hauruhusiwi kumtesa is askofu, not permitted to afflict hauruhusiwi you. kutesa wewe He have never and will never. kamwe. Sickness is over in your life. Hajawahi kuumwa na wewe The hutakaa same umwe. grace for divine health and strength. Neema ya afya ya kiungu na nguvu Receive it now in the name of pokea Jesus kwa jina Christ. la Yesu. The grace of God you have contacted today Neema ya Mungu uliyoipata leo will distinguish you above your peers. itakutofautisha na wenzako. This grace will make you great in Neema this time. itakufanya uwe mkuu.
This grace will give you what your effort of lifestyle cannot give you. Itakupa kile ambacho juhudi zako By this hazizipatia. impartation today, Kwa kuingizwa nguvu leo, I decree natamka favor of God will follow you. kibali cha Mungu everywhere you go. kitakufuata. By this impartation today, Kwa kuingiziwa neema leo, Bishop Oyedepo said, when I pray, God answers. asiyefanya sana napomba Mungu He ananijibu. sent God that answers him. Mungu And you yule yule know amjibuye. that when he prayed, God answered. Na unajua kama anapomba Mungu anamjibu. And I decree, Na the ninatamka same God that answered him Mungu yule amjibuye will answer all your prayers in atakujibu the name of maombi Jesus. yako yote. You shall harvest your answers in the name of Utavuna Jesus. majawabu yako kwa jina la Yesu. As we end this 21-day fasting and prayer today, Tunapohitimisha mfungo wa siku 21 leo, you will never labor in vain. hautakaa utumike bure. You will eat the fruit of your doing. Utakula matunda ya kazi You yako. have labored in prayer, Umetumika kwenye maombi. and the laborer is worthy of his hire. Na mtenda kazi anastahili And your ujira hire for wake. this laboring is testimonies. Ujira wako kwenye maombi haya ni shuhuda. I decree that this week Natamka wiki hii shall be your week of harvest of itakuwa wiki yako ya testimonies. mavuno ya shuhuda. It shall be your week of harvest Itakuwa of wiki ya mavuno ya testimonies. shuhuda. Every answer pending, Kila jawabu ambalo bado you shall halijatoka harvest them this way. utalivuna wiki hii. And it shall turn to you for a testimony. Na litakuja kwako kama I'm not ushuhuda. hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. By your fasting and prayer, Kupitia kufunga kwako na kuomba, you have had divine insurance against sickness and diseases. umepata ulinzi kamilifu dhidi ya magonjwa. Throughout 2021 and beyond, Kipindi chote cha mwaka 2021 No na sickness, zaidi, no hakuna infirmity. ugonjwa, hakuna we'll udhaifu. see you and your entire household. Utaona wewe na nyumba yako. Divine health will answer practically in your Afya ya life. kimungu itadhihirika kwako And entire household in the name of na Jesus. nyumba yako nzima. Everyone sick be healed Kila aliye now. mgonjwa apokee uponyaji. Every member of the church, wherever they are, that is sick, Mshirika wote wa huduma I hii command popote that alipo sickness to mgonjwa, leave them now in the name na of Jesus ugonjwa Christ. waachilie kwa jina la Yesu. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako. God will give you rest on every Mungu side. atakupa pumziko God pande will give zote. you rest on every Mungu side. atakupa pumziko pande God will zote. give you rest on every Mungu side. atakupa pumziko pande On zote. this covenant day of all and rest, Katika siku yake ya agano ya pumziko pande zote. go with divine rest all the days of your life. Nyenda utakuwa na afya ya kiungu siku zote za maisha In your yako. family, Kwenye rest on familia every yako side. pumziko. In your finances, rest on Kwenye every fedha side. pumziko. No more anxiety in the name of Jesus Hakuna hofu Christ. tena In your kwako. academic, rest on every Kwenye side. taaluma pumziko. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I cover you with the blood of Na Jesus. kufunika kwa damu ya You Yesu. have fasted and prayed, Umefunga na kuomba. and I decree Na tamka. you will see the effect of your Utaona fasting, matokeo ya mfungo wako. and it will result to testimonies upon testimonies. Utapelekea kupata shuhuda zaidi Throughout ya this shuhuda. year, Katika mwaka huu wote. you'll be sharing testimonies upon Utakuwa ukitoa testimonies. shuhuda. You'll be hearing congratulations upon Utakuwa congratulations. ukisikia ongera na ongera na No one will ongera. gather to tell you sorry. Hakuna atakusanyika kukuambia But pole. very soon they will gather in your house. Kitambo tu atakusanyika nyumbani In kwako. your house. Katika nyumba In your yako. house. Katika nyumba In your yako. house. Katika nyumba yako. For celebrations. Kusherekea nao. For celebrations. Kusherekea nawe. For celebrations. Kusherekea nawe. In the name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. No one, Hakuna hata mmoja hapa. no matter the age, Hajalishi umri. will die in this church this year. Atakayekufa kwenye kanisa hili mwaka huu. I said no one will die in this church Hakuna this year. atakayekufa kwenye kanisa hili mwaka huu. You shall live and not die. Ishi na hautakufa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. And the same vein, Namna hiyo hiyo, anyone related to you yote yanayohusiana na wewe, or connected to you anaunganika na or wewe, associated with you, ama ana urafiki nawe, they shall live and not die. ataishi hatakufa. There shall not be any gathering in your family for money this year. Hakutakuwa na kusanyiko la huzuni kwenye familia It shall yako. be gathering of celebration and Itakuwa ni jubilation. kusanyiko la sherehe na sherehe. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. This mantle will work wonders in your hand. Vazi la kinabii itatenda kazi mkononi It mwako. will work wonders in your business. Itatenda kazi kwenye biashara yako. Everywhere you apply this mantle, Popote utakapotumia vazi la the kinabii, spirit of the prophet in this mantle will answer roho for ya you. nabii aliyoko kwenye huduma hii It will itajibu answer for you in the name of Jesus kwako Christ. kwa jina la Yesu. No devil and no infirmity near you anymore. Hakuna shetani wala udhaifu utakao kukaribia. Those altars are destroyed and they destroy Hizo forever. madhabahu zimeharibiwa na zimeharibiwa No milele. oppression of any devil anymore. Hakuna utendaji tena wa shetani That yote. nightmare is over in your life. Ndoto ya usiku imekoma. And decree from Na today, natamka kuanzia it leo. shall be revelation upon Itakuwa revelation. ufunuo juu ya ufunuo. So shall it Ndivyo be. itakavyokuwa. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Wave your hand to Jesus. Wave those Punga mantles to mikono yako kwa Jesus. Kristo. It's a miracle mantle. Wave it. Wave Punga it. punga hilo Wave it. vazi la kinabii. Don't have one mantle for you. Ni vazi la Don't have Mungu. one
answer in your life. Geuka It utajibu will answer in your business. utajibu kwenye You biashara. wave it in your business, Unapopunga kwenye in your biashara, career. kwenye You shall taaluma, experience a turnaround. utapata mgeuko. No evil shall come Kuna near. mabaya In the atakayokaribia. name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. So shall it be. Itakavyokuwa. In Jesus' Katika name. jina la Yesu. Caution. Angalizo. What makes it work is the value. Fanya ile vala kinabii kazi. It is Ni not ile a- thamani unaoweka kwenye It's kazi. not a hanky to clean your sweat. Hii sio ya kufutia jasho. It is a mantle. Ni vazi la kinabii. Place a value on it Lithamini and respect it. na liheshimu. It will work for you. Italeta matokeo Don't use kwako. this as a hanky. Usitumie kama leso ya kufutia Somebody shout jasho. hallelujah. Sema haleluya. Keep it. Travel every time you're traveling with it. Itunze unaposafiri, safiri Go nalo. with it to your business and to your Nalo workplace. kwenye biashara, kwenye eneo la kazi, You will know what God will do through the na mantle. utajua ni kitu gani Mungu anaweza kutenda kupitia In Jesus' vazi name. la kinabii. Clap your hand for Jesus Pigie Bwana Yesu Kristo makofi mazuri. and have your seat. Na tafadhali keti.